Bana, katika sehemu ya 4 ya simulizi ya Jini Shena tulishia pale ambapo huyu kijana Mustafa ambaye ni binadamu alikuwa amefanikiwa kupata mtoto na mke wake ambaye ni Husna, mwanadamu mwenzie, lakini pia alikuwa ana watoto na yule Jini Shena. Kule ujinini alikuwa na watoto 3, lakini huku duniani Mustafa na mke wake wana mtoto mmoja. Sasa swali tukawa tunajiuliza, huyu mshikaji atayahendo vipi haya mahusiano? Huku yuko na jini na ana watoto 3 kule ujinini, lakini huku duniani yuko na mke Husna na ana mtoto mmoja. Nikakwambia usikose katika sehemu inayofuata. Hatimaye tuko hii katika sehemu ya 5, mzigo mtamu wa kuitwa Jini Shena. Hii ni simulizi tamu kweli kweli kutoka kwa mwandishi Ali Bedu. Mimi naitwa Uncle J. Bwana, karibu tupate kujua maisha yaliendeleaje baada ya huyu binadamu Mustafa kuwa na mahusiano na watu wawili ambao karakta ni tofauti. Ana mahusiano na jini, ana mahusiano na binadamu mwenzie. Mambo yaliendelea vipi? Bwana, karibu tukapate kujua. Maisha yaliendelea huku kijana Mustafa akiwa na hamu kubwa sana ya kuwaona watoto wake ambao alisikia tu ya kwamba wapo. Shena huyu jini, japokuwa naye aliumizwa na mateso ya moyo wa mapenzi, alikuwa anataka sana kuwaona watoto wake na alijitahidi sana kuwabembeleza wazazi wake juu ya mpenzi wake kwenda kuwaona wanaye kabla ya miaka 3. Lakini wazazi wa Shena walikataa kata, wakamweleza kwamba hatuwezi kuendelea kuvunja sheria ya ujinini kwa ajili ya mapenzi yako, kwa ajili ya mpenzi wako. Hilo swala haliwezekani. Shena alijitahidi sana kuwashawishi wazazi wake, akamwambia, mama, lakini kumbuka mimi yule ndiye baba wa watoto wangu. Unafikiri atateseka kwa muda gani? Kwa sababu hii ni damu yake. Kwa nini asije kuwaona watoto wake hata kwa mara moja tu? Mwanangu Shena, tulivunja sheria kwa ajili ya kuokoa ndoa ya mzazi mwenzio, lakini sasa hivi hatuwezi tena kufanya hivyo. Kuto kuwaona watoto wake, yeye hawezi kufa. Bahati nzuri sasa hivi ana mtoto mwingine, mtoto ambaye amezaa na binadamu mwenzie, tena anafanana naye sana. Anafanana sana na kaka yake Sultan. Kwa hiyo sidhani kama kuna haja ya yeye kumleta huku jinini kuja kuwaona watoto wake. Sawa mama. Mwanangu, usinungunike sana. Bado ni kama 1.5 mwaka huyo mpenzi wako Mustafa aje kuwaona watoto wake. Kwa hiyo vumilia ndani hiko kipindi cha 1.5 mwaka. Mama, nawaomba basi mpenzi wangu aje hata tu kwa njia ya usingizini awaone watoto wake na kisha mimi nitamrudisha. Shena, hilo haliwezekani na unatakiwa uvumilie kwa kufuata utaratibu na masharti ya huku jinini. Msikilizaji, Shena pamoja na kupendwa sana na familia yake, lakini wazo lake lilikataliwa na wazazi wake. Hakuwa na jinsi, naye aliumia sana kila alipokuwa anayesikia mateso ya moyo wa mpenzi wake. Wakati huyu binadamu Mustafa akiwaza jinsi ya kuwaona watoto wake, akiamini kabisa ndoa yake imetulia, hakujua upande wa pili kulikuwa kuna moto uliokuwa ukifukuta. Dada zake Mustafa waliamini kabisa ya kuwa wifi yao ni mgumba, hivyo walianza kumtafutia kaka yao mwanamke mwingine kwa kumpa matumaini ya kuolewa na kaka yao kwa kumtoa Husna, mke wa Mustafa alionekana kuwa ni mgumba. Waliamini muda alioutoa kaka yao utakatika bila hata dalili zozote kwa wifi yao na familia kuivunja ndoa rasmi. Lakini walipatwa na mshtuko ndugu hawa kusikia kwamba wifi yao kashika ujauzito na baada ya muda mfupi aliweza kujifungua. Lilikuwa ni pigo sana kwao, lakini walimhakikishia mwanamke ambaye wao walimchagulia kaka yao lazima tu ataingia ndani kwa njia yoyote ile. Msikilizaji, kwa upande wa Husna alikuwa anamuomba Mungu amkuzie mwanae baada ya kuteseka kwa muda mrefu. Kila alipokaa
Husna alikuwa anamkumbuka Shena, mwanamke aliyemwona kama ni kiumbe wa ajabu mwenye roho ya pekee yake, kwa kumpigania siku zote za maisha yake katika kuhakikisha ya kwamba ndoa yake inakuwa ina furaha. Husna hakuamini kama angepata tena ujauzito baada ya kufanya kosa, lakini alisamehewa na akapatiwa dawa iliyompatia tena ujauzito ambao mtoto wake alipotea katika mazingira tatanishi sana. Lakini bado Jini Shena alimpigania sana Husna na kumpatia dawa ya kuweza kupata ujauzito mwingine, ujauzito uliompa mtoto ambaye alimlea kama mboni ya jicho lake. Husna hakumwamini mtu yeyote hasa asiyemfahamu. Alitamani kumwona Jini Shena na amshukuru kwa yote aliyomfanyia. Husna katika maisha yake alibahatika kusikia sauti yake, lakini hakuwahi kumwona. Husna alibahatika kuisikia sauti ya Jini Shena, lakini hakuwahi kumwona, na alitamani sana kumwona, lakini kila alipokuwa anamuuliza mumewe atamwona vipi, Mustafa alishia tu kumdanganya mkewe ya kwamba Shena amesafiri, na alipanga eti kumpa zawadi kubwa pindi tu atakapokutana naye kama shukrani kwa kumjali kwa hali na mali. Upande wa pili, wifi zake hawakubali kushindwa. Walipanga mikakati mizito kuhakikisha ya kwamba wanamtoa ndani ya Husna na shoga yao anaingia ndani ya nyumba. Walikuwa na mpango wa kumtoa Husna ndani kwa kushirikiana na shoga yao bila wazazi wao, ambao hawakuwa na matatizo na Husna toka alipopata mtoto wa kwanza aliyepotea kwa kuibiwa. Kupata ujauzito kwa mara ya pili na kujifungua lilikuwa ni pigo jingine kwa wabaya wake. Hawakutaka kabisa jambo hilo. Walianza pale kikao cha dharura baada ya kakao kupata mtoto wa pili aliyekuwa kama ni pacha wa mwanzo. Mdogo wa Mustafa ambaye anaitwa Sada alisema, sasa jamani, tunafanyaje? Manake tuhakikishe yule Husna tunamtoa pale kwa kaka yetu. Sada aliuliza hivyo baada ya kuona mpango wao ni kama vile unafeli. Zinduka ambaye ni dada yake na Sada alisema, yeye hata sijui. Mwanzoni hata mama mnajua alitunga mkono lakini nashangaa mama amebadilika baada ya wifi kupata mtoto wa kwanza. Sikitu ambaye ni shoga yao aliuliza, jamani, sasa tunafanyaje kumtoa yule Husna kwa kaka yenu? Zinduna akasema, jamani, tuna kazi ya ziada. Kwa vile tulikuwa tukimtegemea mama, na yeye mama ndo ameridhika kabisa na huyo Husna. Hafikiri chochote wakati yeye ndiye aliyesema kwamba tukutafute wewe. Lakini mama kila tukimuuliza anasema basi eti. Sikitu akasema, hivi nyie mnajua mimi nimekataa kuolewa kwa ajili ya kaka yenu? Mnafikiri mimi nitakuwa mtu aina gani baada ya kuwakataa wanaume wengi tu mkiniaminisha kwamba kaka yenu mimi atanioa? Wifi, nisikilize, mimi nakuhakikishia yule mwanamke atatoka tu pale. Yaani mule ndani atatoka. Sada alimhakikishia wifi yake mtarajiwa. Sasa wakawa wanaulizana pale watamtoaje Husna ndani ya nyumba. Zinduna akasema, mimi nimepata wazo. Wazo gani? Tutafute dawa ya kuharibu kizazi cha yule mwanamke. Zinduna aliyesema hayo. Jamani, hata kama kikitoka bado tutaweza kumtoa ndani kwa vile tayari na mtoto. Hebu sikilizeni. Mpango wangu baada ya kumtoa kizazi, tunamuua yule mtoto. Mnafikiri nani atamvumilia zaidi ya kuachika na wewe utaingia ndani ile nyumba? Aise, kazi ipo. Hatuna jinsi. Wao wanajifanya kujua sana. Sasa sisi tunamwaga mboga baada ya wao kumwaga ugali. Kwa jamani, hiyo kazi tunaanza lini? Maana mimi nampenda kweli kaka yenu, natamani mfanye juu chini niingie kwenye ile nyumba. Sikiliza, hapa mimi nadhani mpango uanze kesho asubuhi. Tunakwenda kwa mtaalamu, alafu jioni tunaanza kazi, na ndani ya wiki hii tunataka matukio mawili kwa wakati mmoja. La kuharibu mfuko wa kizazi cha Husna, lakini pili kifo cha yule mtoto wao.
ili kaka abaki hana mtoto, ili wewe pale sasa Sikitu uende ukaingie kwa kaka. Jamani, hapana, nyie tusifanye vyote hivyo kwa wakati mmoja. Wanaweza wakashtuka. Hapa tunatakiwa kuutoa mfuko wa uzazi kwanza wa Husna, alafu yule mtoto wetu tutammaliza katika wakati wowote ule. Kikao hiki walikubaliana kwenda kutafuta dawa ya kuutoa mfuko wa uzazi wa Husna, lakini pia wamuue yule mtoto wa Husna, yani mtoto wa kaka yao, ili tu mtu ambaye wanamtaka wao ambaye ni Sikitu aweze kuolewa na kaka yao. Sikitu alitoa wazo, akasema kwamba kuna mganga mmoja yeye anamfahamu, ambapo mganga huyo kwake hii ingekuwa ni kazi ndogo sana. Hivyo wangekwenda huko kwa huyo mganga na kila kitu kingekwenda kama walivyokuwa wamekipanga kitimie. Siku ya pili, wadogo zake na Mustafa pamoja na shoga yao huyo wa kuitwa Sikitu walikwenda nje ya mji kwa huyo mganga ili kwenda kumdhuru wifi yao ili kumtoa ndani mwa kaka yake. Wakishamtoa Husna, wamweke Sikitu, wifi ambaye wenyewe ndo wanampenda. Kikosi kazi hiki baada ya kusafiri kwa masaa matatu walifika sehemu ambayo walikodi pikipiki na wakatembea tena kwa nusu saa, na kisha ndo wakatembea kwa miguu tena kwa kama lisali moja, ndo akafika tena kwa huyo mganga. Mganga alikuwa anakaa kwenye mlima ambao usafiri wowote ulikuwa haufiki zaidi tu ya kuishia mwanzo mwa mlima, na kisha mkishashuka huko mnaanza kutembea kupandisha huu mlima kwa miguu. Kwa walijikuta wamefika kwa mganga ilikuwa majira ya saa 7:30 za mchana. Juu ya nyumba ya mganga kulikuwa kuna bundi aliyekuwa amekaushwa. Kutokana na kutembea kwenye jua kali, walifika wakiwa wamechoka sana. Walipumzika kwa nusu saa na ndipo walipopata nafasi ya kuonana na mganga aliyekuwa anaitwa Mganga Kijogoo. Mzee huyu aliyekuwa amenyoa nywele kichwani, nywele hakuna kabisa, na alikuwa ameacha tu katikati hivi ya utosi kama vile upanga wa jogoo, na ndio maana alikuwa anaitwa Mganga Kijogoo. Begani kwake kulikuwa kuna bundi aliyekuwa ametulia, huku akizungusha tu shingo yake iliyokuwa ikizunguka kama vile pia. Kwa vile mzee huyu Kijogoo alikuwa akikaa pembeni kabisa ya mto Kibwa, aliwaeleza wateja wake ya kwamba kazi yao itaanza majira ya saa 12 za jioni, wakati jua linamaliza safari yake kuzama. Japo hawakupanga kulala kwa mganga, lakini hawakuwa na jinsi kwa vile maji walikwenda kuyavulia nguo, hivyo ilikuwa ni lazima wayaoge. Majira ya saa 12 wote hawa walipewa kaniki ili wajifunge, wakitoa nguo zao zote mwilini. Baada ya kuvaa kaniki, wakaongozana na msaidizi wa mganga mpaka mtoni. Walikuta kule kuna mawe matatu. Walielekezwa waingie ndani ya maji na kukaa kwenye yale mawe kwa ajili ya kumsubiri mganga mzee Kijogoo. Baada ya muda, mganga ambaye ni mzee Kijogoo alifika akiwa amejifunga kaniki iliyokuwa imeishia kiunoni, na juu ya kifua alikuwa yuko wazi, huku hirizi na shanga za rangi mbalimbali zikiwa zimefungwa mabegani na mikononi. Alipofika aliingia ndani ya maji, alinyosha pale mikono juu, alizungumza kwa sauti ya chini sana. Mara akatokea bundi aliyekwenda kusimama begani na mdomo wake ukawa uko sikioni. Alitulia kwanza kwa muda kama vile anamsikiliza huyu bundi aliyekuwa sikioni. Mganga huyu alinyanyua kichwa kuonesha ya kwamba anakubaliana na kila alichoelezwa na yule bundi. Baada ya muda bundi aliondoka na kumwacha mganga huyu mzee Kijogoo na wateja wake ambao wote walikuwa wamekaa kwenye mawe, miguu ikiwa iko ndani ya maji. Mzee Kijogoo alinusa kichupa kidogo, akapiga chafya mfululizo, akatikisa kichwa na kisha akasema, kazi yenu inaonesha ni nzito sana. Hii kazi kama tukifanya makosa, tunaweza tukapotea wote. Na maanisha tukifanya makosa, tunaweza tukaiaga dunia sote hapa. Nikimwangalia yule mwanamke pale, anaonesha hana uzito wowote, ila mume wake anaonesha amezungukwa na ngome ya chuma ambayo sio rahisi
kuweza kuingia pale. Lakini kinachonishangaza, kila nikimwangalia kaka yenu, sielewi tatizo linatokea wapi katika mbinu za kumtoa ndani yule mwanamke wake. Lakini hapa nikiangalia kwenye kioo changu panaonesha kila atakachopanga kitaenda vile vile. Dawa nitakayowapa akiinywa tu inaozesha mfumo wa uzazi muda ule ule, na kama atachelewa kuondolewa basi utumbo wake utaoza na atafariki dunia. Lakini babu, kwani akifa kuna ubaya gani? Kama atakufa na mtoto wake kufa, itakuwa ni vita kubwa sana, na kaka yenu mtapigana vita kubwa mno na kaka yenu, na hata hiyo ndoa mnayoitafuta haitokuwepo. Hivyo huu mpango unatakiwa kufanywa kwa umakini mkubwa sana, ili wasijue nini kinaendelea. Baada ya zoezi la kutoa ujauzito wa Husna na kumuua mtoto, nyumba itavunjika ndani ya mwaka mmoja. Kuna dawa mtaifuata hapa baada ya kutolewa kizazi na kifo cha mtoto, ili sasa kuwafanya wazazi wenu wamchukie. Hiyo itasaidia kufukuzwa mapema sana, na jambo lenu litatimia. Nyinyi shida yenu si mnataka kumtoa yule Husna pale ili kaka yenu aoe mwanamke mwingine? Ndio. Lakini pia kwa vile tumeshakula ng'ombe mzima, mkia hautaweza kutushinda. Tuko tayari kuweza kusubiri na kufanya kama utakavyoweza kutuelekeza. Kuna dawa italetwa, mtaichukua hiyo dawa kwenye maji marefu. Maji marefu? Tutafikaje ikiwa hatujui kuogelea? Mtafika na wala msiohofu, ila mtakachokiona naomba msishtuke, hakitoweza kuwadhuru kabisa. Babu, mbona kama unatutisha? Ni kitu gani sasa iko tutakiona? Mtakiona tu. Ndio usafiri utakaowapelekeni kwenye maji marefu. Atakairuka kwenye maji shauri zake, maana atakufa. Sawa. Naombeni mfumbe macho yenu. Mganga aliposema hivyo, mara baada ya wao kufumba macho, waliofikiri ni kwamba ni mawe yale walikuwa wameyakalia, kumbe walikuwa ni mamba ambao walianza safari ya kuelekea katikati ya mto. Walishangaa mawe walikuwa wameyakalia yalikuwa yakitembea, lakini kwa vile walielezwa wafumbe macho yao, ilibidi watulie, huku wakijiuliza wamebebwa na kitu gani. Mamba walipowafikisha katikati ya mto uliokuwa una kina kirefu, walisimama na kusogeleana kwa ukaribu, na baada ya kusimama, mganga aliwaamuru wafumbwe macho yao. Kweli walifanya vile kwa pamoja. Walipoangalia, ilibakia kidogo tu waanguke ndani ya maji, baada ya kujikuta wamesimama juu ya migongo ya mamba, tena mamba walio hai, sio mamba waliokufa. Mamba hao walionekana ni wazima kabisa, lakini wao sasa wakaanza kutetemeka. Wapo katikati ya maji juu ya migongo ya mamba. Walishika vifua vyao kwa hofu, lakini babu aliiona ile hali, akawaeleza mnatakiwa mtulie. Tulieni. Hakuna kitu chochote kibaya. Hapo mlipo atakuja mkuu wangu, atawapa dawa. Kila mmoja atachukua dawa yake, na kisha mkifika huko mjini mtachanganya na kuwa dawa moja. Dawa hiyo itafanya kazi jinsi mtakavyoiagiza. Sharti kubwa la kuchanganya dawa hii ni lazima mwende njia panda, ambapo kila mmoja atakwenda njia yake, na mtakuja kukutana katikati, wakati huo mkiwa hamna nguo mwilini. Babu, hatujakuelewa. Yaani twende njia panda tukiwa hatuna nguo? Ndiyo maana yake.
Baada ya kusema vile, bundi alitokea. Alienda mbele yao, bundi huyo akiwa na dawa kwenye miguu yake, na kila mmoja alichukua ile dawa. Baada ya zoezi lile kuisha, walitakiwa kukaa juu ya mamba wale ili warudishwe mpaka ukingoni mwa mto, na wakatakiwa pia kuteremka. Basi walipofikishwa ukingoni mwa mto, wakateremka huku akiwa wamejaa hofu mno mioni mwao. Wakaongozana na mganga mpaka nyumbani kwake, ambapo walipatiwa chakula na kupumzika. Siku ile ilibidi walale pale pale mpaka siku ya pili ili waweze kuondoka. Walilala kwenye mkeka chini ya mti, huku wakilindwa na wanyama wakali, simba na nyoka wakubwa waliokuwa wakizunguka usiku kucha. Walilala, lakini walikuwa na wasiwasi kwa kuhofia kuliwa na simba au kumezwa na nyoka wakubwa waliokuwa wakizunguka nyumba ya huyu mzee mganga kijogoo. Hakuna aliyelala usingizi. Unalalaje usingizi wakati unaona kabisa kuna majoka makubwa yanazunguka hilo eneo? Usingizi unatoka wapi? Wote walijifunika usoni ili wasiwaone wale majoka, wasione wale wanyama wakali waliokuwa wakizunguka kuimarisha ulinzi kwa huyu mzee. Lakini usingizi ulipowazidia, walipitwa na usingizi bila kujijua mpaka pale waliposhtuliwa alfajiri kwa ajili ya kuanza safari ya kurudi majumbani mwao. Kwa vile ilikuwa ni baridi kali sana, hawakuoga bali walinawa tu. Na kabla kuondoka, mzee kijogoo aliwaeleza kitu cha umuhimu sana. Akawaambia, wajukuu zangu, nina imani kila kitu kitakwenda kama kilivyopangwa. Narudia tena, mkikosea masharti, sio nyinyi tu, hata mimi pia ninakwenda kufa. Hii kazi ni ngumu sana. Siku zote ninapofanya dawa zangu, huwa usiku naota kama imekwenda vizuri au kuna tatizo, na kama kungekuwa kuna tatizo tungerudia tena. Lakini pamoja na kazi hii tumeifanya vizuri, lakini inaonyesha kuna vita kubwa sana inakuja. Ila hiyo vita sijui inatokea wapi. Kwa vile mke wa Mustafa hana uwezo wowote, mke wa Mustafa hana kinga yoyote pale alipo. Ila tatizo ni huyu kaka yenu Mustafa. Huyu ndio inaonekana ana ngao ngumu sana kuingilika. Lakini pia huyu kaka yenu Mustafa, yeye mwenyewe hana roho ya kisasi. Sasa nachanganyikiwa, hii vita inatoka wapi? Lakini naona kabisa kuna vita kubwa sana inakuja mbele yetu. Na hiyo vita haitoki kwa kaka yenu wala haitoki kwa Husna, na hapo mimi ndo napochanganyikiwa. Lakini nitapambana. Na hiyo vita mimi nitaipoteza. Wajukuu zangu, mwende salama na msisahau nilichowaagiza. Kila kitu kitakwenda kama mnavyotaka, lakini tu haya masharti hakikisheni hamuyakosei. Asante babu. Chochote kitakachotokea tutakujuza. Wajukuu zangu, kila anayetoka hapa huwaga harudi kwa jambo lile lile. Mimi sijawahi kufanya kazi mara mbili. Labda mrudi hapa kwa jambo lingine, lakini sio hili. Mimi dawa yangu moja tu, nikishapiga hiyo nimemaliza. Dawa niliyowapa inaweza ikafanya kazi yoyote, kasoro kumfufua mtu tu ndo haitoweza, lakini jambo lolote linawezekana. Hapo mganga huyu ambaye ni mzee Kijogoo alisema kwa kujiamini mno. Waliagana na mzee Kijogoo na wakapewa pale vijana waliowasindikiza hadi chini ya huu mlima, ambapo walipata usafiri wa watu waliokwenda na pikipiki kwa huyu mganga, ambao sasa hawa bodaboda wanarudi kwao, na wenyewe ndo wakapata usafiri wakarudi mpaka njia panda, ambapo wakapanda magari mpaka mjini, ambapo mjini walifika majira ya saa 8 hivi za mchana. Kwa vile walikuwa wamechoka na safari, walikubaliana wapumzike ili jioni wapange mambo yao kuhakikisha wanamtoa ndani mke wa kaka yao. Wenye lengo lao ni kumtoa Husna kwa kaka yao ili wamuingize Sikitu, wifi yao ambaye wenyewe ndo wanampenda. Msikilizaji, wakati hawa maadui wanapanga ya kwao, Husna ambaye ni mke wa Mustafa akiwa na mumewe katika hali ya furaha, alijikuta akiwa na hamu sana ya kumuona Shena, mwanamke aliyesimamia ndoto yake na aliamini shukrani zake zingepokelewa vizuri kwa kuonana naye uso kwa macho.
Husna akaanza kusema, mme wangu, kiukweli natamani sana kumwona Shena, nimpe shukrani zangu. Yaani katika viumbe wenye roho nzuri basi ni yule dada. Pamoja na makosa yangu, lakini amekuwa akinipigania kila siku. Natamani kweli nimwone. Nisikilize mke wangu. Kwa sasa sina mawasiliano naye toka alipoweza kuleta ile dawa yako. Sijaweza kuonana naye tena. Mme wangu, kwani Shena anakaa wapi? Unajua kitu, nikwambie kitu mke wangu. Siku zote nilizokutana naye sikuwahi kumuuliza kwamba Shena anakaa wapi. Naam, hapo Mustafa aliamua kumdanganya mke wake. Hakutaka kumweleza ukweli ya kwamba Shena sio binadamu wa kawaida. Shena ni jini. Hilo hakutaka kumwambia mkewe kwa sababu mke wake angeshtuka, mke wake akipata hofu na huenda angeanza kumwogopa jini Shena. Kwa Mustafa akaona bora tu adanganye. Hasa mme wangu, tutampataje huyo Shena? Mimi nimshukuru, yule dada na wema sana. Naishia tu kumsikia kila siku, natamani kumuona. Ipo siku atakuja tu mke wangu, wala tosijali. Yaani siku atakayokuja nitamwandalia chakula kizuri, nitamwandalia zawadi nzuri. Wewe muandalie tu, haina shida. Mustafa aliendelea kumpa moyo mke wake, lakini ukweli Mustafa alikuwa na ujua. Mme wangu, hivi familia yako, mimi nisingepata mtoto, kwa maana hiyo wewe ungeniacha, si ndio? Maana familia yako iliniandama sana swala la mimi kutokupata mtoto. Mke wangu, hebu nisikilize. Mimi nisingekuacha hata kama wewe usingepata mtoto. Lakini hata kama ungeachika, labda talaka ungeitaka tu wewe mwenyewe kwa kiburi chako, lakini mimi sikuwa na mpango kabisa wa kukuacha. Ila tu wewe una kiburi. Kivipi? Wewe mke wangu umetoa mimba ngapi? Nani, mimi? Kwani mimi nazungumza na nani? Wewe nani kakwambia? Sikujua nani kaniambia. Bas tuachane na hayo mazungumzo, kwa vile anaweza kutuharibia tu siku yetu. Aya, sawa. Hapo Husna ilibidi awe mpole baada ya siri yake kuwa wazi, ambayo aliamini mumewe haijui. Alijiuliza ilikuwaje mumewe kuijua siri ile, na alikuwa tu amekaa kimya, na nani alimwambia kwamba alitoa ujauzito mara nyingi, na yeye alikuwa amekaa tu kimya akiendelea kuhangaika tu kupata huyo mtoto. Husna alijiuliza sana, siri yake hii ya kutoa mimba mume wake kaijuaje? Husna alijiona amemkosea sana mumewe. Alinyanyuka alipokuwa amekaa, alienda kupiga magoti kwa mumewe kumwomba radhi. Mume wangu, najua nimekukosea sana. Naomba unisamehe. Umekuwa ni mwanaume wa maisha yangu uliyenivumilia kwa kipindi chote cha upuuzi wangu. Mimi nilikusamehe kwa muda mrefu, na bila hivyo nyumba hii usingekaa kama ningesema nisikusamehe. Najua mume wangu, naomba unisamehe. Na pia nataka kumwomba msamaha Shena. Nimekuwa kiumbe nisiyekuwa na shukrani, niliyekuwa nimejaa kiburi, lakini nakuhakikishia kwamba mimi nitakuwa mke mwema, nitamlea mwanangu kama mboni ya jicho langu, na watoto wengine wote watakaokuja kuanzia hivi sasa. Hata yeye Shena alishakusamehe? Naam. Hapo Husna alijiona ni kama mtu aliyekuwa akitembea bila nguo, huku akijiona amevaa nguo na watu kujifanya kama vile hawamwoni, lakini kila kitu chake kumbe kilikuwa kiko wazi. Lakini Husna alishukuru kupata mtoto, kwani ndiye aliyeunganisha penzi lake kuwa daraja lililowaunganisha na familia ya mumewe, familia ambayo ilionyesha kabisa dhahiri shairi ilikuwa haimtaki Husna. Wasiwasi wake mkubwa Husna alijua huenda siri ya kutoa ujauzito mara nyingi iliwafikia familia ya mumewe na kuwa ndo chanzo cha kumchukia. Husna aliamini kama angeachika hapakuwa na wa kumlaumu zaidi tu nafsi yake mwenyewe endelee kujilaumu. Husna aliapa kuonesha mapenzi kwa familia ya mumewe ambayo mwanzoni ilimchukia, familia ambayo ilitaka kumtoa ndani.
aliona njia pekee ni kujipendekeza kwenye familia ya mumewe, familia ambayo ilionyesha kutaka mtoto zaidi. Kwa vile alikuwa ameshapata mtoto, Husna aliamini hali ya hewa ingekuwa ni shwari, bila kujua ya kwamba wifi zake bado walikuwa na mikakati ya kumtoa ndani. Jioni wifi zake pamoja na Sikitu, mwanamke ambaye walipanga kumweka ndani, walikutana nyumbani kwa Sikitu kupanga mambo yao kabla kutekeleza kile walichokuwa wamekipanga. Sikitu akaanza kwa kusema, jamani, vipi uchovu? Sikitu aliwauliza wenzake ambao ni mawifi zake, wakamwambia, nilichokaje, yani nililala kama vile maiti. Alijibu hivyo Saada. Zinduna akasema, hivi wewe Sikitu, wewe ulipajuaje kule kwa yule mganga? Kuhangaika tu ndugu zangu, kule kwa mzee Kijogoo. Ndio jana mimi nimefika, ila kuna mtu alinielekeza na kuniambia ule mzee ndo kiboko, yani ule hashindwi na kitu. Hakuna kitu ambacho kinamshinda chini ya hili jua, hata gharama zake pia sio kubwa, ila tunatakiwa tu kushukuru baada ya kuona kazi imekwenda vizuri. Jamani, duniani kuna mambo. Yani kama ungenieleza mapema yaliyopo kule kwa mganga, mimi nisingeenda. Hivi mnajua mimi kidogo tu, ilibaki kidogo tu haja ndogo initoke. Yani kumbe tulikuwa tumekalia mamba, mimi nilijua tumekalia mawe. Sijui wangetugeuka wale mamba ingekuwaje. Saada alisema huku akiwa ameshikilia mkono wake kifuani. Zinduna akasema, yote 9, 10 ni jinsi wale nyoka, wale simba walivyokuwa wanazunguka ile nyumba ya mganga. Nye duniani hapa kuna uchawi, uchawi upo nye. Sikitu akasema, waliowahi kwenda kwa mzee yule wanasema yule mzee ni kiboko jamani, yule mzee hashindwi na jambo. He. Zinduna ilibidi abadili mada kwa kusema, jamani, hebu tuachane kwanza na hizo mada za mganga. Hapa tuna muda wa kuzungumza. Tena muda wa kuzungumza ndio huu. Jambo letu la muhimu sana lililotukutanisha hapa ni kupanga mikakati ya kumaliza yule adui yetu Husna. Jamani, kila mtu ana dawa yake hapo? Ndio, mimi ninayo na mimi ninayo. Walijibu kila mmoja kitoa dawa yake. Sikitu akasema, sasa hii dawa kama tulivyoelezwa na mganga, tunatakiwa kuichanganya katikati ya njia panda yenye njia 3. Najua ile halina tatizo, njia hiyo ipo. Kwa hivyo natakiwa tujiandae usiku, twende tukafanye mambo yetu njia panda. Saada akauliza, sasa hii kazi anaifanya nani? Sikitu akasema, mimi nilikuwa na wazo, kwa vile kuna msichana wa kazi, kwa nini tusimtumie huyo kufanya hii kazi? We Sikitu, hebu acha ujinga. Hii dawa ni siri yetu watatu sisi, hataki mtu mwingine kuweza kujua. Kwa hiyo tunafanyaje? Jamani, mimi nimepata wazo. Wazo gani? Sikilizeni. Mimi kesho nitakwenda kwa wifi, nitaenda kushinda kule na nitafanya kazi zote za nyumbani. Alafu kesho kutwa nayo pia nitakuwa pale bila kujua nia na madhumuni yangu ni nini. Na katika chakula chake au kinywaji nitamwekea hii dawa. Alafu nitajipanga kulia kama vile nimefiwa pindi tu atakapopata tatizo, ili asiwe na wasiwasi na sisi. Aise, kweli Zinduna umejipanga. Unajua mimi sikuwa na hilo wazo. Saada alimsifu dada yake Zinduna. Baada ya kukubaliana, walikwenda kupumzika ili usiku wa saa 6 waende njia panda, njia 3 yani, kwa ajili ya kuweza kuchanganya dawa zao. Msikilizaji, majira ya saa 6 kasoro za usiku walikutana na kuelekea njia panda, sehemu iliyokuwa nje kidogo na makazi ya watu. Kila mmoja alivua nguo zake zote, wakaenda sehemu hiyo ya njia panda. Kila mmoja alifungua dawa yake kwenye jani la mgomba, wakaanza kutembea taratibu kuelekea makutano ya barabara. Walikutana katikati ya njia panda, wakachanganya ile dawa katika jani moja, ambapo wakamkabidhi Zinduna ambaye ndiye aliyepanga kuifanya kazi ile nyumbani kwa wifi yake.
Walipomaliza kuchanganya zile dawa wakiwa hawana nguo, baada ya kumaliza wakaenda wakachukua nguo zao wakavaa, wakaongozana mpaka majumbani kwao. Kwa vile muda ulikuwa umekwenda sana, walienda kulala kupumzika kwa ajili ya siku inayofuata. Siku ya pili Zinduna ndo alikuwa amekabidhiwa ile dawa walikuwa wameichanganya usiku. Kwa Zinduna alipokabidhiwa ile dawa, alikwenda kwa kaka yake. Baada ya kukosekana kwa muda mrefu, alikuta kaka yake amekwenda kazini na nyumbani alibakia wifi yake tu, huyu ambaye ni Husna. Kwa vile Husna alitaka kuwasogeza karibu familia ya mumewe, lakini pia alijua chuki za familia ya mumewe huenda yeye ndiye tatizo. Hivyo alimpokea kwa furaha sana Zinduna. Alimpokea kwa bashasha, asijue huyo anayemkaribisha Zinduna ndiye mbaya wake. Husna alianza kwa kumwambia Zinduna, "Wifi, karibu." Zinduna alitikia asante. "Jamani wifi, za masiku." Nzuri tu, mimi nilikuwa nimesafiri kidogo." "Wewe ulisafiri? Na vipi kuhusu wifi Sada naye jamani?" Yes, sijui, kila mtu bana na maisha yake." Kwa umerudi lini wifi Zinduna?" Nimerudi juzi tu usiku. Jana nilishinda nyumbani, leo nikaona nije niwaone." Karibu sana wifi yangu, karibu ndani." Husna alimkaribisha kwa furaha sana na bashasha wifi yake Zinduna, asijue anakaribisha moto. "Wifi, mimi nikuombe tu kitu kimoja wifi yangu. Leo kazi zote za nyumbani nitafanya mimi wifi yangu. Nataka upumzike wifi yangu, ule mapishi ya mimi wifi yako. Yaani leo nataka nipike, nikae jikoni, kila kitu nifanye mimi mwenyewe." Aliyesema hayo Zinduna tena kwa kujishaua kweli kweli. Jamani, wifi, mbona mimi nitanenepa? Maana niliyakosa muda mrefu kweli mapishi yako. Karibu sana wifi yangu Zinduna." Husna alifurahi bila kujua kuwa alikuwa akimkumbatia nyuki. Siku ile Zinduna alishinda kwa kaka yake na kufanya kazi zote, ikiwamo kufanya usafi wa nyumba, kufua nguo zote, kupika. Kitendo kile kilimfariji sana Husna na akaamini kabisa kwamba wifi zake nao pia wamegeuka na kuwa pamoja naye. Akaamini wifi zake sasa wanampenda, akaamini ndugu wa mume wake sasa wanampenda. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya furaha sana kwa Husna, lakini Husna hakujua kicheko na tabasamu la wifi yake lilikuwa ni mamba aliye nchi kavu, akimsubiri kwa hamu aingie ndani ya maji ammalize. Majira ya jioni, Sada naye alikwenda kwa kaka yake, kitu kilichoongeza furaha kwa wifi yao Husna, kwa kuamini kabisa ya kwamba kumpata yule mtoto kumemaliza matatizo yote. Japokuwa kwa wazazi walikuwa wameondoa kinyongo toka alipojifungua mtoto aliyeibiwa. Siku ile kama Husna angekuwa puto, angepasuka kwa furaha. Alikuwa na furaha sana Husna, hakujua amekaribisha wabaya wake, yani Zinduna pamoja na Sada. Sada naye alipofika aliomba apike chakula cha usiku. Wifi yao hakuwa na pingamizi, mtoto wa kike aliingia jikoni na kuandaa chakula. Usiku Mustafa aliporudi nyumbani alifurahi kuwakuta wadogo zake ambao hawakuwa na maelewano mazuri na wifi yao, hasa baada ya kuchelewa kupata mtoto. Mustafa alifurahi sana kukuta wadogo zake, yani Zinduna na Sada, wanaongea na mke wake tena vizuri kabisa. Mustafa akasema, "Jamani wadogo zangu, hello, mmenikumbuka kaka yenu?" Si tumemkumbuka wifi yetu, hata sio wewe." Hapo walimla akili Husna bila yeye kujua dhamira ya mawifi zake. Mimi niseme nini bwana? Mme wangu, ya leo nimekuwa mpana, sijafanya kazi yoyote, nipo katikati ya mawifi zangu. Mungu anipe nini mimi, mawifi zangu wananipenda mme wangu?" Husna alisema kwa furaha kweli kweli. Mama Salumini, haina shida. Ni vizuri kama mawifi zako mnapendana, mimi najisikia fahari. Siku ile ilionekana ni fupi, walitamani walale pale pale, lakini ilipofika majira za saa 6 za usiku, Mustafa aliwarudisha nyumbani wadogo zake. Alipofikisha nyumbani, yeye alirudi nyumbani kwake, akamkuta mkewe anamsubiri kwa hamu sana. Alipofika, kiukweli hakuficha furaha yake mara baada ya kuwaona wifi zake. Husna akasema, "Mme wangu, unajua siamini kama nyie kweli Mungu mkubwa. Leo unajua mimi nimefarijika sana wifi zangu kurudisha moyo Mawifi zangu wameonyesha kunipenda mme wangu." "Kila kitu kina mwisho wake mke wangu. Msimamo wako ndo siri ya mafanikio yako siku zote."
Mme wangu, yani huyu mtoto wetu Salmini leo kashinda mikononi mwa mashangazi zake. Mimi hata sijambeba kabisa na wala hata alikuwa hali. Kila kitu kina wakati wake mke wangu. Si unaona kila kitu kimetulia. Ulikuwa na wasiwasi bure tu. Mimi nilikueleza toka mapema. Kelele za ndugu zangu hawa ni sawa sawa tu na maji moto. Nilijua tu ipo siku watapoa na mambo yataenda kama kawaida. Mme wangu, yani sifa na shukrani zote namrudishia Shena. Yule Shena mwanamke wa shoka jamani. Unajua mme wangu, mimi nisingepata hii mimba, nisingezaa huyu mtoto, hawa mawifi zangu bado wangeendelea kunichukia. Natamani kweli kumuona huyo Shena. Usijali, Shena utamuona tu mke wangu. Naam, wakati mtu na mkewe wanafurahia ugeni wa wadogo zake, upande wa pili mtu na mdogo wake walikuwa na kikao kabla ya kulala. Zinduna akamuuliza Sada ambaye ni mdogo wake kwamba vipi, mchezo umeuona eh? Mchezo nimeuona. Gia tulioingia nayo tumemmaliza. Hata kaka pia kaingia kingi. Sasa ile kazi mimi nitaenda kuifanya kesho. Lakini da Zinduna, unajua mimi nimejikuta namuonea huruma wifi Husna eh? Naona kama vile tumtendei haki. We Sada we, unataka kufanya nini? Tumeshaamua kumuua. Yaani unapomuua nyani tusimwangalie usoni. Uona unataka kutilia huruma hapa kitu gani? Kwa vile tumeamua okay tufanye, lakini unajua da Zinduna, mimi ningekuwa peke yangu kwa jinsi wifi Husna alivyokuwa leo, mimi nisingeweza kufanya kitu. Na ndio maana kazi hii nimeamua kufanya mimi mwenyewe Sterling. Nilijua wewe roho yako huruma unajikuta mtakatifu na nilijua utaharibu kila kitu. Hapa maji tushayavulia nguo, hamna kurudi nyuma. Lazima tuhakikishe tunamwharibu kizazi, ikiwezekana na tunamuua kabisa na mpaka mtoto wake mwenyewe. Lakini mzee Kijogosi alisema kwamba utafanya kazi kwa manuizo. Ndiyo, mimi nitanuizia matatizo ya muanze baada ya wiki kama wiki hivi tuseme. Wakati huo hatutakwenda kwake tutajifanya tumesafiri. Ili likitokea la kutokea wasitujue ni sisi. Hilo nalo neno. Baada ya mikakati yao walipanda kitandani na kulala. Bwana, siku ya pili kama kawaida Zinduna alikwenda kwa kaka yake Mustafa. Wifi yake alimpokea kwa furaha kama jana yake. Kama kawaida aliendelea kujificha kwenye uso wa tabasamu, huku moyoni mwake moyo ukiwa umejaa sumu kali zaidi hata ya nyoka. Zinduna aliendelea kumpumbaza wifi yake kwa kufanya kazi zote za pale nyumbani. Na baada ya muda Sada naye akafika. Ikiwa kama nyuki wamevamia kwenye mti, jinsi walivyompa raha wifi yao, na wifi yao akajisahau ya kwamba amezungukwa na mashetani waliokuwa wanaitamani sana damu yake. Zinduna alitumia nafasi yake kwa ajili ya kuandaa chakula, akamwekea wifi yake ile dawa ya kwenye kinywaji. Husna alikunywa ile juisi bila kujua ya kuwa alikuwa anakunywa sumu itakayoweza kumdhuru. Husna alimsifia wifi yake kwa kutengeneza juisi nzuri. Maskini ya Mungu asijue kwamba anakwenda kutolewa kizazi. Wifi zangu, yani jinsi mnavyonipenda, haki ya Mungu, mimi baada ya mwezi tu nitanenepa. Nitashindwa hata kupita hapo mlangoni. Wewe wifi, wewe tatizo liko wapi wakati si tupo bwana? Si ndio wifi zako wa ukweli. Yani sisi tunakupenda wewe. Kaka yetu hata hajakosea kukuchagua wewe. Yani nakwambia, yani tuna mpango huo wifi yetu. Wewe usipate shida, kila kitu tutafanya sisi. Jamani mawifi zangu, yani nashindwa hata kuficha furaha yangu. Asanteni sana mawifi zangu. Wewe wifi usijali. Kwanza huo ndio wajibu wetu sisi kukudekeza wewe, Ila wifi kesho sisi tuna safari, tunarudi, tutakuja hapa baada kama ya wiki hivi. Jamani, mbona haraka wakati mmenizoesha vibaya jamani, mmenizoesha mnanifanyia kazi. Wifi, wewe usio na wasiwasi. Yaani tukirudi tutakuwa pamoja. Tutakuwa pamoja kila siku hivi. Ila tu si kesho tunasafiri. Haya, niwaombeni safari njema mawifi zangu, japo kwa muda mfupi nitawakumbuka. Kwa vile muda ulikuwa bado, waliendelea kuzungumza kwa furaha mpaka muda wa kuondoka ulipofika. Usiku walikutana wote watatu kwa ajili ya kuzungumza mpango wao jinsi ulivyokwenda. Alianza Zinduna. Zinduna akasema, jamani mimi na imani kazi ya kwanza imeanza na kazi imekwenda vizuri.
Sikitu akauliza, jamani, mimi nilisahau kukuuliza, ulinuia maneno gani wakati unatia ile dawa? Mimi nilinuia hivi, baada ya wiki kuanzia leo ndo aanze kusikia mabadiliko kwenye mwili wake. Wewe Zinduna, kwa nini hukunuia wiki 2? Wiki moja mbona kama ndogo sana? Wewe, wiki ni kubwa sana, yaani wiki inatosha jamani. Aya, sawa, hilo tumefanikiwa. Vipi kuhusu yule mtoto wake, tunamuua vipi? Jamani, mimi nimepata wazo lingine. Wazo gani? Hapo Sikitu na Sada waliuliza kwa pamoja kutaka kujua Zinduna alikuwa na wazo gani. Mnajua, baada ya wifi kuanza kuumwa, yani kishaanza kuumwa, mtoto tumchukue sisi. Afu yule mtoto tukishamchukua sisi, nafasi ile tutaitumia kummaliza yule mtoto kwa kumpa sumu. Yaani mtoto tumchukue afu tumpe sumu. Wewe Zinduna, uone kama tunaweza tukajulikana kama mtoto akifa kabla mama yake hajatoka hospitalini? Sada nawe kwa kujifanya ujui kazi ya dawa, mimi nitanuia pale maneno kwamba huyu mtoto aanze kuumwa baada ya mwezi mmoja huko mama yake atakapopona. Jamani, mwaka vipi tunaongeza siku jamani, mwezi? Alihoji Sikitu. Yaani huo mwezi mimi nisubiri tu, wakati mimi kaka yenu nampenda na mnajua kaka yenu vile ninavyompenda. Jamani, hebu sikilizeni. Hili zoezi ni la mwaka mzima. Baada ya kifo cha mtoto tunatakiwa kuwa karibu na wifi yetu ili kumziba macho asijue kwamba ni sisi. Jamani, sasa huyo Husna tunamtoaje kwa kaka yenu? Mimi namtaka atoke bana. Sikiliza. Si tutalianzisha la kumtoa ndani, na nina imani hata wazazi safari hii hawatamkingia kifua, kwa vile kwanza Husna tutakuwa tumemtoa kizazi, lakini jambo la pili atakuwa hana mtoto. Mtoto wake tutakuwa tushamuua, kwa hiyo kuzaa mtoto mwingine atakuwa hawezi. Kwa wazazi naamini watakuwa upande wetu, kwa sababu yule binti atakuwa hawezi tena kuzaa. Kwa hapo yule Husna mtamtoa alafu mimi niende pale, si ndio? Mpango ndo huo. Basi sawa, mimi na imani mipango yetu inakwenda vizuri. Mimi nawaahidi ni mawifi zangu, mimi nikifanikiwa kuwa na kaka yenu, sijui niwalipe nini, chochote mtachotaka mimi nitawalipa. Usikilize Sikitu, wewe hata usijali. Sawa Yaani pale tutakuingiza kivyovyote tu kwa kaka yetu. Si tunachokitaka wewe tuzalie watoto. Yaani sio tunahangaika hivi, tunamtoa yule Husna tunakuweka wewe alafu na wewe ndo uzai watoto. Tutaonana wabaya. Msio na wasiwasi. Mimi nikishaingia hapo, jiandaeni tu kulea. Yaani hata kwa mwaka naweza nikazaa hata watoto 2. Nitawaletea timu ya mpira watoto 12, hata msijali, mimi ndo wifi yenu wa ukweli nawaambieni. Baada ya kupanga mambo yao, walimsindikiza Sikitu mpaka kwao na wao wakarudi kulala. Sasa bwana, wiki ilikatika toka wifi zake wazue safari ya uongo na kweli, na siku zote Husna alikuwa anakumbuka sana zile siku 2 alizokuwa na mawifi zake. Mawifi zake walionyesha upendo wa hali ya juu na walimfuta machungu yote, lakini Husna hakujua mwilini mwake kulikuwa kuna bomu lililokuwa limefika muda wa kupasuka. Siku hiyo, baada ya kumwandaa mwanae kwa kumuosha na kumpatia uji, alimlaza sebuleni kwenye kitanda chake na yeye alikaa pembeni akisoma gazeti. Ghafla, masikini ya Mungu, tumbo lilianza kumpinduka, tumbo lilianza kumuhuma, alihisi kama vile anataka kuhara. Husna alinyanyuka alipokuwa amekaa ili awahi msalani. Ajabu ni kwamba aliposimama alishangaa kuona damu ilidondoka kutokea huku chini kwenye sehemu zake za siri, damu ambayo ilikuwa inanuka vibaya mno kama vile kitu kilikuwa kimeoza. Husna alipojiangalia alishtuka kuonesha ya kwamba ilikuwa imemloesha, huku tumbo likimkata chini ya kitovu vibaya mno. Alipotaka kutembea alihisi kuishiwa nguvu na kiza kizito kilitanda mbele yake. Alipiga kelele kumuita msichana wa kazi.
alimuita pale binti wa kuitwa Maua. Maua ni msichana wa kazi aliyekuwa akiandaa kifungua kinywa. Alishtuka kusikia sauti ya bosi wake. Aliacha kuandaa kile kifungua kinywa, alikimbia kule likokuwa sauti imetokea. Na kabla kumfikia, alishtuka kukutana na damu zikiwa ziko sakafuni. Damu zile zilikuwa zikinuka sana, yani kama mzogo ulikuwa umekufa. Husna alimwona tajiri yake akiegemea ukutani. Alitaka kumwahi kumdaka kabla hajaanguka, lakini alichelewa. Mpaka anafika alipokuwa, tayari alikuwa ameshafika chini. Maua, huyu house girl, alishtuka sana na alijiuliza ya kwamba dada yake kimemkuta kitu gani. Alijaribu kumuita lakini hapakuwa na jibu kwa vile alikuwa amepoteza fahamu. Wakati huo nguo zilikuwa zimetota damu vibaya mno. Maua alijikuta akilia huku mikono akiweka kichwani kumlilia tajiri wake. Maua, msichana wa kazi, akapata wazo la kumjulisha tajiri wake wa kiume ambaye ni Mustafa kuhusu kile kilichokuwa kimetokea nyumbani. Mustafa akiwa ofisini alishtuliwa sana na simu, na alipoangalia alishtuka kuona inatoka kwa dada wa kazi ambaye hakuwahi kumpigia hata siku moja. Mustafa alipokea haraka, lakini moyo ulikuwa unamwenda mbio vibaya mno. Mustafa alianza kwa kusema, "Halo Maua." "Nini Maua, kuna shida gani?" Dada kafanya nini?" Hata mimi sijui." "Hujui nini Maua, mbona unanichanganya?" "Dada ameanguka." "Alikuwa anafanya nini?" "Shemeji, njoo haraka." Hapo Mustafa hakusubiri kukata simu. Alinyanyuka na akaelekea nje bila hata kuweka vitu sawa. Alipofika kwa sekretari wake, alisema, "Sara, natoka mara moja." Sara akauliza, "Bosi, mbona hivyo, kuna usalama kweli?" Akamwambia, "Hakuna." "Bosi, kumetokea nini?" "Hata mimi mwenyewe sijui." Mustafa aliona kama vile anacheleweshwa na maswali ya Sara. Alielekea nje akionyesha wingi wa wasiwasi. Sara hakukubali. Alimfuata bosi wake mpaka kwenye maegesho ya magari. Akamwambia, "Bosi, kuna nini? Mbona kama vile unanitisha?" "Sara, nitakujulisha, wacha mimi niwahi nyumbani." Okay, sawa bosi." Sara ilibidi awe mpole, kwani ilionyesha kabisa ya kwamba bosi wake alikuwa na tatizo moja zito mno. Mustafa, kijana huyu, aliendesha gari kwa kasi kuwahi nyumbani, huku akijiuliza ya kwamba kuna kitu gani kimempata mkewe. Alipofika nyumbani, alikimbilia ndani. Alishtuka kumkuta msichana wa kazi amekaa chini pembeni ya mkewe aliyekuwa amelala kwenye dimbwi la damu, huku nyumba nzima ikiwa inanuka harufu kali mno. Alimbeba mkewe, alimpeleka kwenye gari ili amwaishe hospitalini, na akamwomba Maua abakie na mtoto. Baada ya kumweka kwenye gari, alimwaisha hospitalini na alipokelewa mara moja. Alikimbizwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi na alipatiwa huduma ya haraka mno. Muda wote huo, msikilizaji, Mustafa alikuwa kwenye korido asijue hafanye nini, kwani hakujua mkewe kapatwa na nini mpaka amekuwa katika ile hali. Alitembea kona moja kwenda kona nyingine. Mustafa alijikuta akimkumbuka Jinishena, mwanamke aliyekuwa akimsaidia katika kipindi kigumu, lakini kwa wakati ule mawasiliano yalikatika baada ya mkewe kupata mtoto. Mustafa alisubiri muda wa kurudi chini ya bahari kuwaona wanaye, japo alibahatika kumwona wa kiume ambaye ni Sultani aliyeletwa na Shena kuokoa ndoa iliyokuwa ikitaka kuvunjika, lakini watoto wa kike hakubahatika kabisa kuwaona, ambao walikuwa na shauku mno ya kutaka kuwaona. Mustafa aliamini tatizo lile lisingekuwa kubwa kama mpenzi wake Shena angekuwepo. Alijikuta kila muda anamkumbuka sana Shena. Machozi Mustafa ilimtoka. Akiwa anatembea kona moja kwenda kona nyingine, alishtuliwa na sauti nyuma yake, na alipogeuka alikutana na mtu mwenye vazi la kidaktari. Ndugu salama?" "Ndio ndugu yangu, salama." "Wewe bila shaka ndo unahusika na mgonjwa aliyeletwa muda so mrefu eh?" "Ndio kaka, ndio kaka, ni mimi." "Basi nakuomba mara moja ofisini." Waliongozana na daktari huyu mpaka ofisini. Mustafa alikaa kwenye kiti baada ya daktari kuweza kukaa chini. Samahani ndugu yangu, huyu mgonjwa una mahusiano naye gani?" "Dokta, huyu mimi ni mke wangu." Katika ujauzito wake alikuwa anatumia nini?" "Dokta, ujauzito?" Ndio." "Unataka kuniambia mke wangu alikuwa ni mjamzito?" "Ndio kijana, inaonekana kuna kitu amekula kimeenda kuharibu ujauzito wa mke wako, na kibaya zaidi
hiko kitu kimekwenda kuozesha mpaka mfuko wa uzazi. Sasa ili kuokoa uhai wake ni lazima tuutoe ule mfuko wa uzazi. Bila hivyo unaweza ukamletea kansa na ukasababisha ukampoteza mwanamke wako. Kwa hiyo daktari anataka kuniambia kwamba ukishatoa huo mfuko wa uzazi mke wangu hawezi tena kuzaa, si ndio? Ndio kijana. Na kuondoa mfuko wa uzazi ni kwa usalama wake, maana kama kansa itasambaa mwilini tutampoteza mke wako. Daktari, unafikiri nini kilichosababisha kitu kile? Ni matumizi ya kemikali aliyokuwa anapenda kutumia. Daktari, kwani ujauzito wa mke wangu ulikuwa wa miezi mingapi? Hatukuweza kufahamu mara moja ujauzito ulikuwa ni wa miezi mingapi. Daktari. Mustafa alishusha pumzi ndefu, alinama akaanza kuwaza, kama itatokea bahati mbaya mwanae huyu wa sasa hivi akafariki, kwa maana hiyo mkewe atakuwa katika hali gani sasa? Na hapo Mustafa akakumbuka usumbufu wa familia yake. Kijana, unaitwa nani vile kwa majina yako? Daktari alimshtua Mustafa, alikuwa amezama kwenye dimbwi la mawazo. Daktari, mimi naitwa Mustafa. Sasa bwana Mustafa, kwa hiyo unasemaje, uko tayari mke wako tumfanyie upasuaji? Kwani yeye mwenye mke wangu amesemaje? Mwanamke wako hajasema lolote, ila baada ya kupata nafuu tutamjulisha pia mbele yako. Sawa daktari. Kwa hiyo unaweza ukafanya kazi zingine sasa. Saa 10 unaweza ukarudi hapo hospitalini, na tuna imani dawa ya usingizi tuliyomdunga itakuwa imeisha nguvu, hivyo tutaweza kuzungumza naye. Hapana daktari, mimi siondoki mpaka mke wangu aweze kupata fahamu. Siwezi kuondoka daktari. Sawa, unaweza ukawa karibu tuna hapo hospitalini, hakuna tatizo. Naam. Mustafa akiwa amechanganyikiwa na taarifa za mkewe kutolewa kizazi, alitulia kwanza kwenye benchi, mkono kwenye shavu, akiwa katika dimbwi la mawazo. Alikumbuka nyumbani kuna mtoto mdogo aliyemwacha na dada wa kazi, na pia hajamtaarifu mtu yoyote juu ya hali ya mke wake. Hapo Mustafa aliwapigia simu nyumbani kwao kuwaeleza hali ya mkewe, na akaomba mtu aende nyumbani kule akakae na mtoto mpaka jioni atakaporudi. Na pia alitoa taarifa kwa familia ya mkewe, ambayo familia ya mkewe ilifika mara moja hospitalini. Familia nzima zilijaa nje ya hospitali kutaka kujua Husna amekumbwa na kitu gani. Mustafa aliwachukua wazazi wake na wazazi wa mkewe, akakaa nao pembeni kuwaeleza kile kilichokuwa kimetokea na kinachotaka kufanyika. Wote walibaki mdomo wazi, wenye mioyo midogo walitokwa na machozi. Walishauriana wasizungumze lolote kwa watu wengine mpaka pale watakapoona mgonjwa hali yake imekwendaje. Saa 10 za jioni, dokta alimuita Mustafa, akaenda naye wodini alipokuwa amelazwa mkewe, ambaye alimkuta mkewe amejilaza, macho akiangalia juu. Alipomwona mumewe, cha kwanza kumuuliza mwanae kwamba mume wangu, mwanangu yuko wapi? Yupo na bibi yake. Nitunzie mwanangu, nisije nikampoteza na huyo. Hapana mke wangu, mtoto yuko katika hali ya usalama kabisa. Eti nimefanya nini mume wangu? Unajua mke wangu, eti ulikuwa na mimba bwana. Nini? Mimba hiyo mimi niitoe wapi ikiwa wiki iliyopita nimetoka kuziona siku zangu? Dokta hapa kaniambia vipimo vinaonyesha wewe ulikuwa na mimba ambayo imetoka baada ya kuharibika. Hii ni maajabu ya mwaka, mimi kuwa na mimba mume wangu. Inasemekana ulikunywa kitu kikali sana ambacho kilileta matatizo na kusababisha mfuko wa uzazi upate na matatizo. Mungu wangu, mume wangu, sasa itakuwaje? Kwa usalama wako dokta ameshauri kwamba lazima utolewe kizazi ili usije ukapatwa matatizo zaidi, kwa sababu ukichelewa kutolewa itasababisha kansa. Jamani,
Nikitolewa inamaanisha kwamba mimi sitozaa tena. Mke wangu, lazima iwe hivyo. Kwa hiyo nimezungumza na wazazi wote na tumekubaliana kwamba utolewe ili kuokoa maisha yako. Kwani hamna njia nyingine? Njia bora ni hiyo. Bila hivyo ni kuteseka tu na mwisho wake utakuwa ni kansa, mke wangu. Kwani wewe mume wangu unasemaje kwenye hilo? Sina la kusema zaidi ya kuokoa tu maisha yako, mke wangu. Kwani mume wangu hujawasiliana na Shena? Hata sijui yuko wapi. Na nilitegemea kupata simu yake, lakini mpaka muda huu naona yuko kimya. Kwa nini wasisubiri kwa leo ili mpaka kesho asipopatikana ndo waondoe kizazi changu? Daktari amesema upasuaji wako unatakiwa kufanyika haraka kwa sababu mpaka kesho mwili utaingia sumu ambayo itakuletea madhara makubwa sana, mke wangu. Kwa mume wangu unatolewa kizazi ili tuokoe maisha yako, mke wangu. Sawa, nimekubali. Nitafanyaje? Na ndio imetokea. Husna alikubali, lakini alikubali kwa shingo upande. Naam, baada ya makubaliano na mumewe, Husna alipelekwa chumba cha upasuaji kwa ajili ya kuondolewa kizazi na kisha akarudishwa wodini. Familia ilitakiwa irudi siku ya pili kumwona, kwani dawa alizodungwa angepata fahamu kuanzia saa 4 mpaka saa 5 usiku. Mustafa alishinda hospitalini mpaka mkeo alipopata fahamu. Alikwenda kumwona na kumpatia pole. Pole sana mke wangu. Asante mme wangu. Vipi mwanangu, hajambo? Mtoto ni mzima wa afya. Kwa mme wangu mimi ndo sizai tena. Mke wangu, hebu tuachane na hizo mada, sawa? Tuzungumze mambo mengine, sawa mke wangu? Siwezi kuzungumza lingine. Moyo wangu unaniuma sana. Siamini kama mimi ndo nitaishi tu na mtoto mmoja. Namuomba Mungu anilelee mwanangu. Mwanangu awe alama yangu. Endapo Mungu akimchukua mtoto wangu, manake ni kwamba nitakuwa sina tena mtoto. Nitakuwa mgeni wa nani? Na hata ndugu zako watanichukia kwa sababu nitakuwa sina tena uwezo wa kuzaa. Mke wangu, hebu nisikilize, sawa? Inatakiwa tumshukuru Mungu hata kwa kumpata huyo mtoto mmoja. Jamani, Shena bado hajawasiliana naye? Bado mke wangu. Ila nashukuru Mungu kwa kugunduliwa mapema ugonjwa wangu. Kama ulivyosema ningeweza kupata kansa, mimi ningekuwa mgeni wa nani mme wangu? Na ni kweli mke wangu, Mungu ni mkubwa, atukuzie tu huyu mtoto wetu tulie naye. Naam, taarifa za kutolewa kizazi kwa Husna, mke wa Mustafa huyu. Hizi taarifa ziliwafikia mawifi zake na shoga yao Sikitu. Walikuwa wakimtengenezea mazingira ya kumwingiza ndani Sikitu kwa kaka yao. Aise, hawa mawifi waliripuka kwa mayowe kufurahia mpango wao wa kumtoa kizazi wifi yao umekwenda sawa kabisa. Na hapo wakaamini mganga hadanganyi. Yule mganga alifanya kazi vile inavyotakiwa. Aise, hawa mawifi walifurahi kweli kweli dawa zao kufanya kazi. Sikitu akasema, jamani, yule mzee Kijogoo jamani, dawa zake zimejibu. Kwanza hapa mimi nafurahi kwa sababu najua kabisa muda so mrefu mimi ndo naenda sasa kuwa mke halali wa kaka yenu. Aliyesema hayo Sikitu. Jamani, tumeamini yule mganga kweli kiboko jamani. Mambo yamekwenda kama manuizio yalivyokwenda. Sasa hebu tusikilizane. Kazi kubwa hapa ya kumtoa kizazi Husna imekwisha. Sasa narudi, nikisharudi pale kwa kaka najifanya nalia, lakini naenda kulia kinafiki, najionyesha na mimi nimeumizwa na hilo tatizo la wifi. Kumbe kilio hiki kitakuwa ni cha furaha. Na siku akija kujua, hatakuwa na hamu na mimi nawaambieni. Yaani mimi naenda kulia na wifi yangu, ajue kabisa kwenye matatizo yake na mimi nimeguswa, nimeumia. Aliyesema hayo Zinduna. Saada akaongezea kwa kusema, hata kama akijua atafanya nini?
wakati huo atakuwa kijijini kwao huko, wakati hapa shoga yetu Sikitu akiwa ndo mama wa nyumba kwa kaka yetu. Mmeona wifi zangu Yani mimi, yani sijui nikifanikiwa mimi kuwa na kaka yenu, sijui niwape zawadi gani nawaambia. Sikiliza, mpaka hapa kwanza ushafanikiwa. Yule tayari tushamtia ugumba, kinachofuata hapa ni kwenda kumaliza tu mtoto wake yule. Tukishamuua mtoto wake anakuwa hana pa kwenda. Na inatakiwa tummalize mtoto wake kabla mama yake hajatoka hospitalini. Kazi ndio itakuwa imekwenda vizuri. Basi mimi naona tu kesho turudi tukaungane kumuuguza ili kumalizia kazi iliyobaki. Tujifanye tunamuuguza wifi yetu pale, alafu tunamchukua mtoto wake tunammaliza. Naam, siku iliyofuata alipanda basi mpaka mjini. Moja kwa moja walikwenda hospitalini, huku wifi yao wakimwacha ili isijulikane walikuwa pamoja. Yaani inamaanisha yule Sikitu ambaye wanampigania awe na kaka yao walimwacha. Kwa hiyo huko hospitalini alikwenda Zinduna pamoja na Saada. Zinduna alipofika hospitalini aliwakuta wazazi wake na kaka yao wakiwa wako nje ya hospitali. Zinduna alisogea mpaka pale walipokuwa wamesimama. Zinduna akauliza, kaka, eti wifi kafanyaje? Zinduna aliuliza kwa sauti ya kilio, yani kama vile hajui kilichokuwa kinaendelea. Kaka yake akamwambia kama ulivyosikia. Pale pale Zinduna alianza kuangua kilio mpaka akapoteza fahamu, huwezi kuamini. Akawafanya mpaka na wengine pia waingie sasa kazi ya kuweza kumhudumia yeye huku akimbembeleza. Saada naye alikuwa naye anaangua kilio cha ukweli mchungu. Na baada ya muda walikwenda kumuona mgonjwa, huku Zinduna na Saada macho yao yakiwa yamevimba kwa kulia. Yaani walikuwa wanalia utazani wameguswa kweli. Hali aliyowaona nayo wifi zake, yani Husna alipoona mawifi zake macho ni mekundu, macho yamevimba kwa kulia, Husna ndo akaanza tena kuwabembeleza mawifi zake kwamba wifi zangu ni kazi ya Mungu, kila jambo lina makusudio yake, tumshukuru Mungu kwa kuokoa hai wangu. Mustafa akamwambia mkewe tena, mawifi zako wamerudi, nahisi mtoto wetu atakuwa amepata walezi wa kumlea kwa kipindi chote ambacho utakuwa uko hospitalini mke wangu. Nadhani mtoto wetu sasa alelewe na mawifi zako. Mustafa alimwambia hivyo mkewe bila kujua ya kwamba mtoto alikuwa akikabidhiwa kwa watu wa roho, kwa sababu hawa mawifi sasa hivi wanachokiwinda ni roho ya mtoto. Zinduna akasema, kaka, yani mimi roho inaniuma kweli. Kaka, mimi nitamlea mtoto yule kama mwanangu, nitamlea kama mbone jicho langu kaka. Nimeumia sana wifi, kizazi chake kimeharibika, nimeumia sana wifi. Wewe usijali, wewe uko hapo hospitalini wifi. Mimi mtoto wako yule nitamlea kama wa kwangu wifi, wala usijali. Zinduna alisema kwa sauti ya kinafiki kabisa. Jioni ya siku ile, Zinduna alimchukua yule mtoto wa kaka yake, akaanza kumtunza kama mwanae. Usiku akiwa wako chumbani, Saada alimwangalia yule mtoto wa kaka yake aliyekuwa amelala kitandani, huku akirusha miguu kwa furaha bila kujua siku zake za kuishi zilikuwa zinaendelea kuhesabika. Duniani hapo kuna watu wana roho mbaya nye. Saada mara baada ya kumwangalia mtoto wa kaka yake aliyekuwa amelala huku akicheza kwa furaha, Saada alijikuta anaingiwa na huruma. Alianza kuwaza kubadili mawazo juu ya kumuoa yule mtoto, na kila alipokuwa anamtazama yule mtoto machozi yalikuwa yanamtoka Saada. Dada yake Zinduna alipoingia alishtuka kumkuta mdogo wake Saada akilia. Akamuuliza, wewe Saada unalia nini sasa? Dada, kusema ukweli mimi roho inaniuma. Namuonea huruma huyu mtoto, malaika wa Mungu. Naona kabisa ana kosa, alafu mnataka tumuue. Ni kweli hana kosa, lakini kwenye msako wa nyani tumbili haponi. Sijui unanielewa mdogo wangu. Lakini dada, kwani tusifanye mpango wa kumtorosha ila tusimuue? Tunamtorosha? Haya, tunamtorosha, tunampeleka wapi? Dawa ni ile ile. Kama mtoto tutampata tu kwa Sikitu. Sikitu kashatuahidi tukimuingiza pale kwa kaka yetu Sikitu atatuzalia. Shida iko wapi? Watoto kitu gani wewe bwana wewe? Sawa,
Tena ile dawa unampa wewe sasa. Dada, dawa ya kumua mtoto ndo mimi nimpe? Unauliza nini? Wewe ndo utakwenda kumpa hiyo dawa mtoto afe. Dada hapana, mimi siwezi. We maliza tu kila kitu, kama ulianza na hii maliza tu. Mimi maanisha niingia, siwezi kufanya hivyo dada. Poa, niletee maziwa. Saada alimpa chupa maziwa dada yake. Dada yake alikuwa ameshikilia hiyo dawa. Ile dawa akanuiza kwenye yale maziwa. Mtoto inabidi afe baada ya mwezi mmoja toka mama yake atoke hospitalini. Yaani mama yake atakapotoka tu hospitalini kule, basi huyu mtoto afe usingizini. Yaani akilala asubuhi mtoto asiamke na awe ndo amekufa. Zinduna huyu bidada akanuiza maneno hayo kwenye yale maziwa ya kumpatia mtoto, na baada ya kunuiza ile dawa akaweka ile maziwa kwenye chupa, akayatikisa kwa muda, na kisha akamnywesha yule mtoto, ambaye yule mtoto aliyanywa bila kujua kwamba ndo alikuwa amekatiwa tiketi yake ya kuelekea kuzimu. Baada ya kumnywesha yule maziwa yule mtoto alilala. Wakamlaza, wakaendelea na mambo mengine. Saada kila alipokuwa anamwangalia mtoto wa kaka yake aliyekuwa na muda mchache wa kuishi duniani hapa, uchungu ulikuwa unamshika Saada na alijikuta akijifungia ndani na alikuwa analia sana, lakini haikusaidia kitu kwa vile tayari walishamlisha sumu itakayofanya kazi kutokana na manuizo walonuizia. Naam, msikilizaji, baada ya Husna kutoka hospitalini, alirudi nyumbani na kuanza maisha yake mengine, huku akiwa anajua hana kizazi na wala hawezi tena kupata mtoto. Husna aliwashukuru sana mawifi zake kumtunza vizuri mtoto wake kipindi chote alipokuwa hospitalini. Maisha yaliendelea huku Zinduna na Saada wakionyesha mapenzi kwa wifi yao, kitu kilichomsahaulisha matatizo yake haraka sana. Mwezi mmoja baadaye, muda uliendelea kukatika toka Husna toke hospitalini mpaka ikabakia siku moja ili yale manuizo ya wifi zake juu ya kifo cha mtoto yatimie. Mustafa alizidisha mapenzi kwa mke wake pamoja na mwanae, hasa mara baada ya kujua kwamba mkewe kwa kipindi kile alikuwa ametoka katika matatizo ya kutolewa kizazi. Hivyo Mustafa aliongeza mapenzi zaidi kwa mke wake ili kumuondoa ile hali ya majonzi. Sasa basi, usiku wa siku ya mwisho wa maisha ya mtoto, walicheza sana na mtoto wao kitandani, naye alikuwa na furaha kupita kiasi huyu mtoto na kuwafanya wazazi wake waone mtoto wao ni kachangamka sana, huku afya yake ikiwa ni nzuri kabisa. Usiku wakati wakicheza sana na mtoto aliyekuwa anakwenda kwa baba na kurudi kwa mama, huku wazazi nao wakiwa na furaha, Husna alimwangalia mwanae aliyekuwa akichezea ndevu za baba yake. Husna akasema, "Mume wangu." "Naam, mke wangu." "Mume wangu, unajua tegemeo langu ni huyu mwanangu ambaye ndiye atakayeweza kuniongezea familia. Ataniongezea wajukuu ambao ndo atakuwa kama wanangu. Namwomba Mungu sana mlinde huyu mtoto wetu ili nipate kuwaona wajukuu zangu. Maana Mungu akisema mchukue huyu mwanangu ndo nitakuwa sina tena mtoto kwenye hii dunia." "Dua lako litapokelewa mke wangu. Wala hata usijali. Mungu atatutunzia huyu mtoto wetu na atatuletea wajukuu, na naamini kabisa tutakuwa na familia kubwa kabisa mke wangu." Naam, msikilizaji, kutokana na mchezo wa mtoto wao, walijikuta wote wanapitiwa na usingizi bila kujijua. Wa kwanza kushtuka alikuwa ni Husna, na alijikuta wamelala kila mtu sehemu aliyokuwa amejilaza. Mtoto alikuwa amelala pembeni baba yake. Husna alinyanyuka ili amlaze yule mtoto vizuri. Alipomshika alishangaa kumwona mtoto amelegea vibaya mno. Husna alishtuka. Alipomchunguza vizuri mtoto, alimwona kama vile yuko kwenye usingizi mzito mno. Lakini ilikuwa ni tofauti na siku zote. Kila mtoto alivyokuwa anamgeuza, alikuwa anakwenda mzima, kitu ambacho kilizidi kumshangaza. Ilibidi sasa amwamshe mumewe aliyekuwa bado amelala katikati ya usingizi mzito. Akamwambia, "Mume wangu. Mume wangu, amka." Mustafa alifumbua macho, alishangaa kumwona mkewe kambeba mtoto mikononi, huku mtoto akionekana kalegea mwili mzima. "Mke wangu, vipi? Mbona hivyo? Unambeba mtoto, unampeleka wapi?"
Mtoto amefanya nini sasa? Sumlaze hapa alale usiku saa hizi. Mume wangu hata sielewi. Mtoto kalegea sana. Afu mwili wake umekuwa ni wa baridi sana. Hebu kwanza, hebu. Mustafa alisema hivyo huku akimpokea yule mtoto. Alipomshika, hata yeye mwenye Mustafa alishtuka kumwona mtoto amepoa. Lakini hakutaka kuonesha mshtuko wake kama mtoto wa kiume. Lakini moyo wake ulianza kumwenda mbio. Aliona sasa huu ni kama mkosi, kwa vile mtoto alionyesha dalili zote za kutokuwa na uhai. Ili kupata uhakika, alimlaza akamshika mkono kwenye mshipa wa fahamu, na baada ya kuubana ule mshipa fahamu kwa muda, ilionyesha kabisa mapigo ya moyo yalikuwa yamesimama. Mustafa alitamani kulia kwa sauti baada ya kujua tegemeo la mwisho la ndoa yake, mtoto wake kafariki dunia. Muda wote mkewe alikuwa akimfuatilia mumewe kwa ukaribu mno kujua kwamba mtoto kapatwa na nini. Mustafa akamwambia mke wake, tafadhali mke wangu, twende hospitalini haraka sana. Mume wangu, kwani mtoto amepatwa na nini? Jana si alikuwa mzima wa afya na alikuwa anacheza. Sasa hebu badili nguo tu hospitalini. Sawa. Husna aliitikia huku akipitia dela, akavaa na kisha akajifunga kitenge juu. Mustafa naye akabadili nguo haraka. Wakambeba mtoto wao kuelekea kwenye gari ili wawahi hospitalini, huku akijua kabisa mtoto wao ameshafariki dunia, lakini tu alitaka kauli ya kitaalamu, huenda labda mtoto amezirai. Waliondoka hadi hospitalini. Saa kwenye gari ilionyesha ni majira ya saa 11 kasoro alfajiri. Walipofika hospitalini walipokelewa mara moja na wakaanza kumhudumia mtoto. Mustafa alimuomba Mungu kila alichokuwa nakiwaza juu ya mtoto kiwe ni kinyume chake, lakini vipimo vilionyesha mtoto ameiaga dunia masaa 4 yaliyopita. Baada ya kujua mtoto amefariki dunia, daktari wa zamu alinyanyuka na kumwita Mustafa nje. Wito ule ulishamjulisha Mustafa kwamba kuna nini. Na baada ya kutoka nje ya ofisi alimweleza, bwana, ndugu yangu, wewe ni mwanaume na unatakiwa uwe na moyo. Sawa dokta, mtoto hatunaye tena. Unamaanisha nini? Mtoto amefariki dunia muda mrefu sana. Mmemleta hapa akiwa tayari ameshafariki. Mungu wangu. Mustafa alisema huku akishusha pumzi ndefu. Alijitahidi kuzuia machozi lakini hakufua dafu. Macho yalijaa machozi na mishipa ya kichwa ilimsimama. Alitoa pale kitambaa, alifuta pale mafua membamba iliyokuwa inamtoka puani. Sasa ndugu yangu, unatakiwa kujikaza kama mtoto wa kiume ili kumweleza shemeji kwa utulivu. Nitajitahidi dokta, nitajitahidi. Mustafa alisema huku akifuta machozi. Wakarudi ofisini huku Husna jicho lake likicheza katika sura za watu wawili. Aligundua kitu katika sura ya mumewe mara baada ya kuona machozi na mishipa ya kichwa ikiwa imemsimama. Husna akasema, mume wangu, kuna usalama kweli? Ndio mke wangu, ndio kuna usalama. Mume wangu we muongo. Naomba kujua mwanangu amefanya nini? Mustafa pamoja na kujizuia, lakini ujasiri ulimshinda, kwani machozi yalianza kumtiririka kama maji. Mume wangu, mtoto amefanya nini? Husna alimuuliza mume wake huku akimtikisa, na ndipo daktari akasema, shemeji, ni vema ukatulia kwanza. Kwa hiyo mwanangu amekufa? Ni kazi ya Mungu. Pale pale Husna alipiga ukelele mmoja na akanyamaza akiwa amepoteza fahamu. Daktari aliingia kwenye kazi ya kuokoa maisha yake, kwani mapigo ya moyo yalikuwa yapo chini sana na upande mmoja ulionyesha umepooza. Mustafa alizidi kuchanganyikiwa. Hali ya mke wake ilionyesha kama na yeye wakati wowote ule angeweza kukata roho. Mustafa alijikuta akilia kama mtoto mdogo kumlilia mkewe na mwanae. Alijikuta akilia mpaka akakosa nguvu. Daktari alichanganyikiwa, ilibidi aombe msaada ili kuwasaidia watu wale ambao aliona kama vile atawapoteza wote. Kutokana na hali ya Husna kuwa mbaya sana, alikimbizwa chumba cha wagonjwa mahututi.
Mustafa alipatiwa huduma ya kwanza kwa vile mshtuko wake haukuwa mkubwa hivyo, kwa hiyo alipewa dawa ya kuongeza nguvu ili kumrudisha kwenye hali ya kawaida. Aliachwa kwenye chumba cha mapumziko alale huku akiongezewa maji kwa sababu hata maji mwilini ilionekana yalimwishia. Kwa upande wa pili, yani tunarudi chini ya bahari. Jini Shena alikuwa amejilaza akicheza na watoto wake huku akifurahia sana kwamba muda ulikuwa umekaribia wa mumewe kwenda kuwaona wanaye, japokuwa alishawahi kumwona mmoja wa kiume. Watoto wake wa kike Suina na Saina walimuuliza mama yao kwamba eti mama, baba atakuja lini? Bado muda kidogo wanangu, baba yenu atakuja. Mama, tupeleke kwa baba kama kaka Sultani. Mtakwenda wanangu, wala hata msijali. Shena alishtuka mara baada ya tone la machozi kutua kifuani mwake, tone ambalo lilimlowesha kifuani. Aligusa kwa kidole cha kati na kushtuka mpaka wanawe na wenyewe wakashtuka. Mama, ni nini? Baba yenu. Kafanya nini? Baba yenu ana tatizo na lazima nikamsaidia haraka iwezekanavyo. Mama, twende wote. Hapana, nitarudi sasa hivi. Hapo Jini Shena alinyanyuka ili aelekee chumba cha wazazi wake kuwaeleza matatizo yanayomkabili mumewe, lakini kabla hajatoka nje, tone la damu likatua tena juu ya paji la uso wake kuonesha kwamba tatizo alilonalo mpenzi wake ni kubwa vibaya mno. Na siku zote damu ilionyesha ni msiba. Alijikuta akianza kulia huku akielekea kwa wazazi wake. Wakati huo, msikilizaji, Jini Shena alikuwa amepunguziwa uwezo wa maono ili asiweze kujua mumewe anaishi maisha gani mpaka muda wa miaka 5 ukatike. Wazazi wake walishtuka kumwona mtoto wao kipenzi akilia. Wakamuuliza kwamba Shena, mwanangu kipenzi, nini kinachokufanya ulie? Baba Sultani. Amefanya nini tena? Nyinyi wazazi wangu mnajua. Tunajua nini? Mmeniondolea uwezo wa kuweza kutambua matatizo ya mume wangu huko duniani. Hebu oneni sasa, mume wangu anapata matatizo mazito bila mimi kuweza kujua jambo lolote. Upo wapi ulinzi mlosema kwamba mtampatia mume wangu? Aliuliza Shena huku akiwaonesha wazazi wake tone la damu kidoleni mwake. Hili tone la damu liliwashtua wazazi wake. Mfalme wa bahari ya dhahabu, baba yake na Shena, alishika mkono kichwani na kisha akasema, ni kweli kuna matatizo huko duniani. Mtoto wa Mustafa amefariki dunia na mkewe yuko katika hali mbaya sana. Wakati huu ametolewa kizazi ili asizae tena na wamemuua mtoto wake. Mpango huu umefanywa na ndugu wa damu wa Mustafa wakishirikiana na mwanamke wanayetaka wamuingize kwa kaka yao. Na vipi kuhusu mume wangu? Yuko hospitalini. Hali yake si mbaya sana, ila bado ana maumivu makali ya kifo cha mwanae, lakini pia hali ya mke wake. Mshtuko aliopata mkewe baada ya kupata taarifa za kifo cha mwanae umemfanya apooze sehemu moja. Hivyo wabaya watakuwa wamefanikiwa kumtoa ndani na watamuingiza mtu wao wanaomtaka. Taarifa ndo hizo binti yetu. Wazazi wangu, nawaomba mimi niende nikamwone mume wangu. Hapana, hilo haliwezekani. Huwezi kwenda duniani kwa sasa. Tunaweza tukamtuma Kunhus na Dawas waende kurekebisha mambo na kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hili wazazi wangu, siwezi kukubali. Lazima niende nikampiganie mume wangu. Yeye hawezi kupatwa na kitu chochote, yuko salama. Najua yeye hawezi kupatwa na kitu chochote, lakini kwa mapigo haya mawili yatamweka katika hali mbaya sana. Na waombeni wazazi wangu niende duniani nikarekebishe mambo na kisha mimi nitarudi. Tunaomba utuamini, hata huyo mke wa Mustafa tutamwekea ulinzi. Huo ulinzi utamsaidia nini kama sasa hivi hana kizazi tena? Hii ndio nafasi yako ya kuishi na mume wako sasa. Siwezi kuwa katili kiasi kwa wazazi wangu. Niliahidi kumsaidia na sitamwacha, japo najua ndoa yao ipo njia panda, lakini naahidi kumsaidia na kuiokoa ndoa yake na kuwatia adabu wote waliofanya mchezo ule. Kama adhabu tutamtuma Kunhus
akamaliza kila kitu huko duniani, lakini wewe hutaki kutoka. Wazazi wangu, naombeni mniache nitoke kwanza. Hayo mengine tutazungumza baada ya kuonana na mume wangu. Naam. Mara baada ya ubishani wa muda mrefu, wazazi hawa walimkubalia, lakini chini ya majini wawili yenye nguvu, Jini Kunhos na Jin Dawas, Shena hakukataa. Alitoka hadi juu ya bahari. Pale aliwaeleza wale majini waliotumwa kumlinda ya kwamba naombeni mnisubirie hapa. Yale majini yakasema, hapana mwana wa mfalme, tumeambiwa tukulinde popote utakapokuwa, tuhakikishe unarudi ukiwa mzima wa afya njema. Jini Shena akasema, sikilizeni, hii ni kazi yangu na huwa simshirikishi kiumbe yote. Naombeni msibanduke kwa tozo zenu hapo, na atakayekaidi amri yangu nitamfanya kitu kibaya. Shena alitoa onyo kali kwa majini yaliyotumwa kumlinda. Shena aliwageuka majini waliotumwa kumlinda na akataka wabakie juu ya bahari, na yeye akaenda peke yake kwa huyo mumewe Mustafa. Yale majini ambayo ni walinzi hawakuwa na jinsi, walikuwa ni wapole kutokana na kumfahamu vizuri Shena. Anapokwenda kinyume naye alikuwa anabadilika na kuwa katili kuliko kiumbe chochote, japo moyo wake ulitawaliwa na huruma. Jini Shena mara baada ya kuwazuia Jini Kunhos na Dawas, yeye alitoka eneo lile la bahari, na baada ya mwendo mfupi alijishika kwenye paji la uso, akatua nje ya hospitali. Aliingia katika chumba alichokuwa Mustafa. Aliposogea karibu na kitanda, alimkuta akiwa kwa usingizini huku akiweweseka. Mustafa alikuwa anaweweseka kwa kusema, Shena mpenzi wangu, uko wapi? Kwa nini umeniacha katika kipindi kigumu kama hiki? Zawadi ulioitoa kulinda furaha yangu, zawadi hiyo imetoweka. Shena mpenzi wangu, uko wapi? Naomba unisaidie. Jini Shena alikuwa amesimama pembeni ya Mustafa. Moyo ulimuuma sana na alijikuta kilaumu mno familia yake kumuondolea uwezo wake wa kuona mambo yanayokuja, hasa kwa mpenzi wake na familia yake. Jini Shena alijiona kama vile anakosa kubwa mno katika maisha yake, kusababisha mtoto wa mpenzi wake kuuawa na mkewe kuondolewa kizazi. Machozi yake yalitua kwenye paji la uso wa Mustafa na kumfanya Mustafa ashtuke kutoka usingizini. Alipoangaza macho yake, Mustafa alishindwa kuelewa kila anachokiona mbele yake ni kweli ama alikuwa anaota ndoto. Alituliza macho yake kumwangalia mpenzi wake Shena aliyekuwa amesimama pembeni yake, huku macho yake yakiwa yamejaa machozi. Shena, ni wewe? Ni mimi, mume wa maisha yangu, Shena alisema, huku machozi yakizidi kumtoka na kumfanya Mustafa apone na kunyanyuka kwenda kumkumbatia mpenzi wake. Mustafa alianza kwa kusema, mpenzi wangu, kwa nini umeniacha? Kinga ndoa yetu iko wapi? Pole sana mume wa maisha yangu, sikuwa na jinsi, ilikuwa ni nje ya uwezo wangu, lakini kuhakikishia mkeo atapona na mtoto atapata. Shena, atapataje ikiwa ametolewa mfuko wa uzazi? Hiyo kazi niachie mimi mpenzi wangu, na ninakuhakikishia ndoa yako haitovunjika. Utafanyaje sasa ikiwa kinga ni mtoto na mtoto aliyetusaidia amekufa na mke wangu kaondolewa mfuko wake wa uzazi, na pia mke wangu amepooza upande mmoja? Mustafa, najua kila kitu, kazi yote niachie mimi, naomba uwe na amani moyoni mwako. Mustafa mume wangu, sheria ya majini ndiyo iliyosababisha kutokea yote haya yaliyotokea. Hata kuja huku nimelazimisha kwa wazazi, na natakiwa nitoke baada ya miaka 2.5, japokuwa wewe ulibakiza muda mfupi tu kuja kuona watoto wako. Mustafa mpenzi wangu, unajua ni kiasi gani ninavyokupenda, na pia sitaki uumizwe na kitu chochote. Najua mpenzi wangu, na ninakutegemea wewe kwenye kila kitu. Mustafa mpenzi wangu, nimekuja mara moja na pia nimepewa walinzi wa kunilinda, lakini sikutaka wafike huko, hivyo ninatakiwa kurudi chini ya bahari mara moja. Ila ujio wangu ni kuja tu kukuondolea tatizo lililokuwepo na yote yaliyotokea, na kuhakikishia ndoa yako itasimama na mkeo atapata mtoto. Nitashukuru sana Shena. Nilitaka kusahau. Wanao wanakusalimia sana, wanamwonea wivu Sultan kubahatika kukuona, hivyo walikuwa wakiningangania sana ndije nao. Najua kuna vita kubwa kati yako wewe na hao wanaokuandama, japokuwa wewe hawakuwezi, lakini wanampatia mateso mke wako.
Hivyo basi na kuhakikishia kupigana kwa nguvu zangu zote kuhakikisha hamtenganishwi na kiumbe chochote. Nitashukuru sana mpenzi wangu, na kweli wewe ndio mwanamke wa maisha yangu Shena. Na walaumu sana wazazi wangu kunichelewesha kujitambulisha kwako. Sasa hivi ningekuwa mkeo wa kupika na kupakua. Shena, ukija kukaa huku duniani mimi nitawahudumia wote. Nyie wote mtakuwa kama wake zangu. Mustafa, ukitaka hivyo ni mpaka tufunge ndoa kabisa. Nitambulike mpaka kwa Mungu, ndo hilo litawezekana. Shena, hakuna tatizo. Na mimi niko tayari kwa lolote lile, mbona? Lolote unalotaka mimi niko tayari. Kwa hata nikitaka umwache mkeo uko tayari. Kwa vile wewe ndio umetaka mimi namwacha. Basi mimi nataka unioe niwe mke wako wa halali. Hilo umepata, labda useme ombi lingine. Jingine ulishanipatia, maana nilikuwa nataka watoto kutoka kwako. Mustafa alikumbatiana na Shena kwa furaha, huku machungu yote yakiondoka moyoni. Sasa acha nikamwone mke mwenzangu na kisha nikuage niwahi. Najua walinzi hawana amani moyoni mwao. Sawa, hamna shida. Shena katika umbile la kibinadamu aliingia chumba cha wagonjwa alichokuwa amelazwa Husna, yani mke wa mpenzi wa Mustafa. Alikwenda mpaka katika kitanda alichokuwa amelala huyu mgonjwa Husna, na alikuwa akitumia mashine ya kupumulia. Jini Shena alimwangalia kwa huruma sana mwanamke huyu. Alikwenda kuzima ile mashine, akaondoa vifaa vilivyokuwa vikimsaidia kupumua. Alinama na akampuliza puani kwa muda, na kisha akamwachia, na akamwona Husna akitikisika. Hapo Jini Shena akajua tayari Husna fahamu zimemrejea. Aliblaza usingizi mzito, akapiga makofi. Mara majini ambayo ni matabibu wa kike walitokea mbele yake, wakasema, "Abe mwana mfalme bahari ya dhahabu, una shida gani? Tumeitikia wito." Hapo Jini Shena akasema, "Mmekuja na dawa?" Yale majini akasema, "Ndiyo mwana wa mfalme." Shena akawaamuru, "Mvueni nguo zake zote." Walifanya kazi ile mara moja, na mara baada ya kumwondoa nguo zote, Jini Shena akasema, "Nipeni mafuta ya joto." Alipewa, akajipaka mikononi, na kisha alianza kumchua mwili mzima Husna, huku akiwaamrisha wamgeuze kila upande. Baada ya kumaliza kumchua, alipitisha mikono yake juu ya mwili bila hata ya kumgusa, na kisha aliwaeleza wamvalishe nguo. Baada ya zoezi lile, alipiga makofi na kufanya majini yale matabibu yaondoke. Baada ya kuondoka kwa majini yale matabibu, alimtikisa taratibu Husna mpaka alipofumbua macho. Husna alipomwona daktari mrembo akiwa mbele yake, daktari huyo akasema pole. Husna alitaka kuitikia, lakini mdomo ulikuwa ni mzito kwa vile alikuwa amepooza upande mmoja. Shena alimshika mdomoni na kumnyosha, na kisha akamsemesha tena kwa sauti ya upole ya kwamba pole rafiki. Husna akasema asante. Husna alitoa hiyo sauti akifuatiwa na machozi, lakini Jini Shena akamwambia usilie. Najua umeumia sana, lakini utapona tu. Sawa, nitapona, lakini ndo sizai tena. Nani alikuambia kwamba hutozaa? Utazaa, sawa? Dokta, siwezi. Sina kizazi na tegemeo langu limetoweka. Husna alisema kwa uchungu, akijua anaongea na dokta. Kumbe ni Jini Shena aliyejibadilisha kuwa mwonekano wa dokta. Niamini mimi, utapata mtoto na ndoa yako itadumu. Umejuaje? Kwani mimi ni nani? Wewe ni dokta. Basi mimi ndiye ninayekuambia utazaa na ndoa yako itadumu. Nyanyuka kwanza. Husna alipojaribu kunyanyuka alijishangaa kusimama. Alimwambia jinyooshe, na kweli alifanya hivyo, na kisha akamwambia, "Nisikilize shogangu, mimi muda wangu wa kuwepo hapa hospitalini umeisha. Ila kuna dawa nitamwandikia mumeo akakununulie, zitakusaidia kukutengenezea mfuko wa uzazi. Baada ya mwaka utaweza tena kushika mimba." Nitashukuru sana dadangu. Kwani wewe ni nani hapa hospitalini? Maana sijai kukuona. Mimi sio daktari wa hapa, nilikuja tu kwa dharura. Kuna mgonjwa alitakiwa tiba maalum. Baada ya kumaliza kutoa huduma, kuna mtu aliniambia kwamba kuna mgonjwa mwingine, na ndio maana nimekuja hapa kukuona. Jamani, asante sana. Sasa hospitali yako iko wapi? Nitamweleza mume wako, atakuleta ukipata tatizo, japo nina imani kwa dawa utakazotumia hutopata tatizo. Asante sana, nashukuru sana dadangu.
Nilitaka kusahau. Usimweleze mtu yote kuhusiana na dawa nitakayokupatia wewe. Kwa wewe tumia tu mpaka utakapoweza kushika ujauzito. Sawa, nitafanya hivyo. Na pia najua mwanao kipenzi amekufa na bado hamjamzika kutokana na hali uliyokuwa nayo. Nataka kukuambia kulia hukatazwi kulia, kwa vile ni haki yako ya kulia kwa ajili ya kupunguza machungu moyoni mwako. Lakini mtoto akishazikwa, marufuku kuendelea kulia. Ukiendelea kulia, maana utakuwa unafanya kinyume. Shauri yako. Nitajitahidi kufuata ulionieleza dokta. Ukirudia makosa yako, mimi nitakuwa simo. Dada, kwani wewe ni nani? Au wewe ni Shena? Si nimekueleza mimi ni daktari. Shida yako ni kupona na kupata mtoto, au shida yako kujua mimi ni nani? Shida yangu ni kupona na kupata mtoto. Basi acha nikimbie, nimeacha wagonjwa wengine hospitalini kwangu. Nashukuru, nitakuja kukutembelea. Karibu sana. Baada ya kusema vile, alitoka katika chumba cha wagonjwa mahututi kwa kupitia mlangoni akiwa na mavazi yake ya kidaktari. Muuguzi aliyekuwa nje ya chumba alishtuka kumwona mtu akitoka ndani wakati hakumuona wakati anapoingia, na pia ilionekana ni daktari ambaye ni mgeni. Baada ya kutoweka, nesi huyu ilibidi akimbilie ndani, ambapo alielezwa inatakiwa kila mara baada ya muda aende akaangalia ile mashine aliyokuwa amefungiwa Husna, mke wa Mustafa, ambaye alikuwa yupo kwenye hali mbaya sana, hasa kutokana na mapigo ya moyo kuchanganya. Nesi huyu alipofungua mlango alishtuka kumwona Husna akiwa amejilaza kitandani bila vifaa vya kusaidia kupumua, na pia mashine ilikuwa imezimwa. Nesi huyu alitaharuki, akatoka mbio mbio kukimbilia ofisini mwa daktari bingwa. Aliingia bila hata kubisha hodi, kitu kilichowashtua madaktari waliokuwa wakijadiliana kuhusiana na ugonjwa wa Husna ambao toka waanze kazi ndio ilikuwa siku ya kwanza kukutana nao. Ilibidi wamuulize yule nesi, wewe vipi? Nesi huyu aliwaeleza kile kilichotokea na hali aliyomkutana nayo mke wa Mustafa. Madokta wote walikuwa hapa, wote walishtuka kusikia zile habari. Wakamuuliza yule nesi, wewe uko sawa kweli? Yule nesi akasema nipo sawa dokta. Wakaambia wewe huenda kuna kitu kimekuchanganya. Unajua hata ulivyokuja hapa umeingia soki kawaida. Hebu Sophie, tuambie una matatizo gani? Dr. John naye aliona ni kama Sophie yuko sawa, kwa vile hali aliyokuwa nayo Husna na maelezo ya huyu muuguzi vilikuwa ni vitu vili tofauti. Sophie ambaye ni nesi akasema, jamani, kwa nini muendelee kunishtumu ya kwamba nimechanganyikiwa? Twendeni mkaone eneo la tukio. Madokta hawa wote walinyanyuka wakaongozana na Sophie mpaka katika chumba cha wagonjwa mahututi. Walipoingia mule, wote walishtuka kumkuta Husna alikuwa amejilaza huku akiwa tu anaangalia juu. Aliposikia mlango unafunguliwa, aligeuza kichwa kuangalia anaingia ni nani. Wote walishtuka kumuona Husna katika ile hali, wakati alikuwa katika hali nzito mno, na mpaka wenyewe walikuwa wanajadili juu ya huu ugonjwa wa Husna, maana ulikuwa unaonekana ni ugonjwa wa ajabu kweli kweli. Dr. Mawazo akamuita Husna. Husna akaitika abe. Husna alitika huku akikaa kitako kitandani akiwa katika hali nzuri kabisa. Dokta akauliza nini kimetokea? Husna naye akauliza kwani vipi? Husna naye alijifanya kushangaa. Ilibidi madokta wamueleze hali aliyokuwa nayo baada ya kupata taarifa ya kifo cha mwanae na huduma aliyompatia na maajabu yaliyojitokeza. Hata mwenye Husna alijishangaa kupokea zile taarifa, japokuwa kuna kitu alikisikia mwilini mwake wakati akizungumzishwa na yule daktari mrembo aliyekuwa ametoka. Madokta wakamuuliza kwamba imekuwaje upo katika hali hiyo, wakati ulikuwa ni mtu ambaye uko hoi bin taban. Husna yeye akauliza tu ni kwamba ni nani aliyeingia humu ndani. Madokta akamwambia, sasa swali gani ile unatuuliza? Sisi tunakuuliza, tunataka tujue imekuwaje kuaje wewe umekuwa mzima hivyo ghafla. Husna akasema, mimi ni mgonjwa, nilikuwa napumulia mashine kama mnavyosema, si ndio? Na tena nimepooza, si ndio? Sasa nataka na mimi niwaulize nyie, aliyeingia nani? Ni nani? Haiwezekani nyinyi msimjue. Sasa kama nyinyi hamumjui, na mimi nitamjulia wapi? Japokuwa yeye amesema kwamba alikuja hapa kwa dharura. Kwa mimi ndo nawauliza, yule alokuja hapa ndani ni nani? Kwani kuna mtu alikuja huko ndani? Ndio. Alikwambia anaitwa nani na anatoka hospitali gani? Jina lake sikumuuliza, ila tu hospitali anayotoka alisema atamueleza mume wangu. Hapo kauli ya Husna iliwafanya wote watazamane bila hata ya kupata jibu. Dr. Sadi alimgeukia muuguzi Sophie na kumuuliza, we Sophie,
Kwenye hiki chumba aliingia nani? Hajaingia mtu, ila tu mimi nilishangaa kumuona yule daktari akitoka katika chumba cha wagonjwa mahututi. Nesi Sophie aliposema hivyo, Husna ambaye ni mke wa Mustafa akasema, jamani nyinyi madokta kama mjamuona, sasa huyo mtu aliingiaje? Sema tu labda mlikuwa mmelala labda. Jamani madokta, najua mimi hamwezi kunielewa jamani. Nilikuwa na dakika 10 tu toka nitoke chumbani kuangalia mashine inafanyaje kazi. Nilikuta inafanya kazi ila bado mapigo yalikuwa yako chini sana. Na kama muamini, angalieni kitabu muone nimejaza muda gani. Jamani, mnajua tunaweza tukamshtumu bure tu huyu Sophie, lakini hapa inaonekana kuna kitu sio cha kawaida. Hali aliyokuwa nayo mgonjwa na kilichotokea ni maajabu, na huu ni zaidi ya muujiza. Mgonjwa, kwani kwa sasa unajisikiaje? Niko sawa. Hakuna kitu chochote kinachouma mwilini mwako? Hamna. Jamani, akafanywa tu vipimo kwanza. Naam, alishauri Dr. John. Basi walimchukua pale Husna na kwenda kumfanyia vipimo na akaonekana yuko sawa 100%. Wakati huo Jini Shena alikuwa amerudi katika chumba alichokuwa amemwacha mpenzi wake Mustafa. Alipomwona alimuuliza, Shena, vipi za huko utokako? Salama tu. Hali ya mkeo iko vizuri kabisa. Kuna dawa nitaipeleka nyumbani, mke wako aitumie mpaka tumbo lake litakapokuwa kubwa. Litakuwa taratibu mpaka muda wa kujifungua utakapotimia. Lakini mtoto atatakiwa kuishi katika masharti mazito sana. Na kama atakosea masharti, mtoto atatoweka. Sasa akitoweka mtoto itakuwaje? Na ndio itakuwa sababu ya ninyi kuachana. Kwa nini mtoto awe na masharti magumu hivyo? Mustafa, kwani hujui kama mke wako hawezi tena kushika mimba? Najua, lakini usumeniambia kwamba atapata mtoto. Mtoto nitakayewapa hatakuwa binadamu wa kawaida. Mtoto nitakayewapa hatakuwa wa damu yako Mustafa, wala hatozaliwa na mke wako. Huyu atakuwa ni zaidi ya mtoto niliyemleta. Kwa vile mkeo hana kizazi, hawezi kuzaa tena. Hivyo nitawaletea mtoto ambaye ni jini, ambaye atazaliwa kama mtoto wengine tu wa kawaida. Kinachotakiwa, msiende hospitalini mpaka siku ya kujifungua. Kwa hiyo kwa kifupi, mimi sitapata tena mtoto kutoka kwa mke wangu. Watoto wako wa damu wamebakia tu kwangu. Hili tunalizungumza libakie siri yako. Mengine tutazungumza kwa vile muda so mrefu utakuwa una uhuru wa kuja nyumbani kuwaona wanao, hata kulala pia. Okay, sawa, nimekuelewa. Basi nikuage mpenzi wangu, ila nilitaka kusahau, kuna watu watakuja kukuuliza kuhusiana na mimi. Sema tu hujui chochote. Hata mkeo mwambie aseme hajui kitu chochote juu yangu. Hakuna tatizo mpenzi, si unanijua mimi vizuri kwenye hilo. Na watakieni msiba mwema. Nilikuwa nami nataka niwe katika mazishi ya mwanangu, ila kila aliyeshiriki kufanya unyama ule, salamu zake utazipata. Kina nani kwani? Utawajua tu. Okay, sawa mpenzi. Wasalimie basi wanangu, waambie nawapenda sana. Katika zawadi uliopatia wanao ni hii leo, wataifurahia sana. Waambie na mimi na hamu sana kama wao jinsi walivyokuwa na hamu na mimi kuniona. Naam. Mustafa na Jini Shena walikumbatiana kwa muda na kisha waliachiana. Jini Shena ili kupoteza ushahidi alimlaza Mustafa usingizi mzito, na baada ya kumwona milala alijishika katika paji la uso na kisha katoweka. Naam. Madaktari wakiwa wamechanganyikiwa na mabadiliko ya ghafla aliyopata Husna, mke wa Mustafa, mtu alikuwa katika hali mbaya sana. Kwa makisio ya karibu, ugonjwa uliompata Husna, matibabu yake yangechukua zaidi ya miezi 4 na kupona kwake kungeweza kuchukua hata miezi 7 mpaka mwaka. Yale kwao yalikuwa ni maajabu kwa ugonjwa uliowachanganya akili kupona kwa lisali moja tu. Kwa vile Husna alisema daktari alimsaidia atamueleza mumewe, basi walikubaliana kwenda kumuuliza mumewe ili aweze kuwaeleza alifanyaje huyo dokta, na pia aliwezaje kuingia hospitalini bila ridhaa ya utawala. Madaktari hawa walipofika katika chumba cha mapumziko alipokuwa amelala Mustafa, walimkuta Mustafa bado amelala. Walimwamsha ili kutaka kujua hali yake na taarifa za daktari huyo mgeni. Mara baada ya kumtikisa, Mustafa alishtuka kutoka usingizini. Alijikuta amezungukwa na madaktari.
alijikuta akiingiwa na wasiwasi, labda mkewe amepoteza uhai. Mustafa ilibidi aulize, jamani vipi, kuna usalama kweli? Mbona mmenizunguka? Wale madaktari wakamwambia, upo salama. Vipi, unaendeleaje? Si jambo, mbona hivyo? Ni kawaida, tulitaka kujua hali yako. Mimi si jambo kama mnavyoniona. Vipi kwani? Mustafa alitulia kumwangalia mkewe aliyekuwa miongoni mwa wale madaktari. Mke wangu? Abe, mme wangu. Wewe umepona? Ndiyo, Mungu ni mkubwa. Kweli Mungu mkubwa, siamini. Na nitaendelea kutokuamini kama muda huu uko mbele yangu mke wangu. Mbona unaona kama muujiza wa ajabu? Jamani, nini kimemshukia mke wangu kupona upesi hivi? Hapo Mustafa alinyanyuka na kumkumbatia mkewe. Kila mmoja alibakia mdomo wazi. Waliwachukua wakaelekea mpaka ofisini, wakaenda kukaa vitini, na kisha Dr. Saidi alimuuliza Mustafa kwamba, samani ndugu, kuna daktari aliingia chumba cha wagonjwa mahututi, hatujui alimpatia mke wako tiba ya aina gani. Sasa tunataka utueleze huyo daktari anatoka hospitali gani na kwa nini aliweza kuingia kwenye chumba cha wagonjwa bila ruksa ya utawala. Dokta, unauliza swali gani? Mbona sikuelewi? Hapo Mustafa alijifanya kama vile kushtuka. Tunataka kujua aliyemtibu mkeo ni nani? Dokta, mbona mimi sijui? Mustafa alijifanya juu chochote kwa kukumbuka hakutakiwa kusema chochote kutokana na tukio lile la siku ile. Sasa bwana, mke wako anasema wewe unajua habari zake na unajua huyo dokta alomtibu mke wako anatoka hospitali gani. Hivyo tunataka majibu kutoka kwako. Jamani, haya mimi nijulie wapi? Wakati mimi mmeniacha nimelala na mmerudi mmenikuta nimelala jamani. Ni kweli tumekukuta umelala. Hilo sio tatizo. Huenda kuna mtu labda ulimueleza taarifa za matatizo ya mke wako. Hapana dokta, mimi sijamwambia mtu yoyote na hata nyumbani sijawapa taarifa kwa yale yalotukuta mimi na mke wangu. Taarifa ile ilifanya wote madaktari washushe pumzi, na Daktari John akamgeukia Husna akamuuliza kwamba, Husna, ulisema yule dokta atamwambia mumeo. Mbona mumeo anasema hajui chochote? Kwa kweli dokta, mimi siwezi kusema kitu. Nilipomuuliza yule dokta alionisaidia alisema kwamba atamwambia mume wangu. Sasa nashangaa kwa nini alinidanganya. Ile jambo ni zito. Hapa la muhimu sasa hivi ni kushughulika na tatizo lililokuwepo kwanza. Basi mimi naomba nitoe taarifa nyumbani. Hakuna tatizo. Kwa hiyo na imani wote mtapata ruksa tu. Maana wote nyinyi ni wazima, tumewapima, hakuna tatizo. Mustafa alitoka nje ya ofisi, aliwapigia simu familia yake kilichokuwa kimetokea juu ya kifo cha mtoto wao. Swala la ugonjwa hawakulizungumza kwa vile hakuna aliyekuwa mgonjwa. Yeye na mke wake wote walikuwa ni wazima. Msikilizaji, taarifa ya kifo cha mtoto wa Mustafa ziliifikia familia yake. Mama yake aliwaeleza wanaye juu ya taarifa ile, huku akilia kwa kuona kabisa ana mkosi, kwani kila mjukuu wake alipoanza kukua alifariki. Kilichomuumiza zaidi ni hali aliyokuwa nayo mkwewe, kutolewa kizazi, na tumaini lililobakia ni kumzika tu mapema. Ilikuwa ni tofauti na wanaye Zinduna na mdogo wake Saada, ambao hawa walifurahi kwa kuamini kabisa mpango wao umekamilika. Na kingine walichohakikishiwa baada ya taarifa ya kifo cha mtoto, angepata mshtuko na kupoteza sehemu mojawapo. Ile ingekuwa ndo njia kuteseka kwa muda mrefu kabla ya kufa na kupata nafasi ya kumuingiza wanayemtaka wao ambaye ni Sikitu. Ilikuwa ni tofauti na mdogo wake ambaye ni Saada, ambaye mara baada ya taarifa, Saada aliangua kilio cha majuto kwa kuiwa damu yao, kwa vile yule mtoto alikuwa ni damu ya kaka yao, lakini pia yule mtoto hakuwa na kosa lolote. Zinduna akasema, we Saada, unalia nini badala kufurahia? Zinduna alimkemea mdogo wake Saada. Saada akasema, dada, tumekosea sana kumua yule mtoto wa kaka. Kwa nini tukosee? Najiuliza, tunataka kumuingiza ndani Sikitu. Kwa ajili gani? Yani Sikitu tunamuingiza kwa kaka ili iweje? Sikitu si atatuzalia watoto wengi. Na kwa nini tunataka kumtoa wifi Husna? We Saada, wewe, hayo maswali gani sasa? Mbona unakuwa kama vile haukuwa kwenye mpango wetu? Dada Zinduna, hujanijibu. Tumemua mtoto wa kaka na tunataka kuingiza ndani Sikitu ili iweje?
Wewe nisikilize Sada, hata kama nikikujibu itasaidia kitu gani? Haitosaidia chochote. La umuhimu tujipange kwa ajili ya kumuingiza ndani wifi yetu Sikitu. Sikitu lazima aolewe na kaka yetu. Au unamtaka yule Husna? Haya, kwa mfano wifi Sikitu asipozaa tunafanyaje? Tunamtimua. Kwa hiyo ndio tutakuwa tunafanya nini sasa? Si bora tungemwacha wifi Husna abakie kuliko tunayoyafanya haya. Hivi kaka kijua sisi ndo tumemuua mwanae na tumesababisha kizazi cha wifi yetu kutolewa, unadhani itakuwaje? Dazinduna na wasiwasi na wazazi wakijua tutafukuzwa hapa nyumbani. Sikiliza we Sada, hiyo huruma yako hiyo na hofu yako hiyo, wewe umeitolea wapi? Hebu acha unafiki. Kazi imekwenda vizuri, tujiandae kumtoa ndani yule Husna. Sawa, maji tumeshavulia nguo, lakini roho mimi inaniuma. Ndo maji yashamwagika, tujiandae kwenda hospitalini. Naam, kama kawaida walikwenda hospitalini ambapo kulikuwa kuna msiba mzito. Kila mmoja alimlilia mtoto na hasa ndugu wa Husna baada ya kuondolewa kizazi. Tumaini lilobakia nalo lilizimika ghafla. Ulikuwa ni msiba mkubwa. Husna japo alilia sana, lakini alikumbuka kauli ya daktari aliyempa msaada, japokuwa masharti yalikuwa ni kama vile Jinishena. Pamoja na kufanikiwa kumtoa kizazi, pia kumuua mtoto, lakini walishtuka kumkuta wifi yao akiwa ni mzima wa afya, tofauti na mganga alivyoeleza ya kuwa baada ya kifo cha mtoto basi huyu Husna angepata mshtuko na angepooza baadhi ya sehemu kwenye mwili wake. Baada ya kulia na wifi yao, Sada na Zinduna ilibidi kwanza waitane pembeni, wakaanza kuulizana kwa kunong'ona ni wapi walipokosea masharti ya mganga. Mbona wifi yao ni mzima hajapooza? Ili hali mganga alisema kifo cha mtoto kitamshtua Husna na atapata ugonjwa wa kupooza. Sasa inakuwaje umekwenda hospitalini wamemkuta Husna ni mzima wa afya tele? Ilibidi Zinduna na Sada waitane pembeni waulizane wapi walipokosea. Bora msikilizaji, tukutane katika sehemu inayofuata. Itakuwa ni sehemu ya 6 na itakuwa ndo sehemu ya mwisho ya huu mzigo mtamu wa kuitwa Shena. Huu mzigo umetoka kwake mwandishi Ali Mbetu. Mimi nilikusimulia naitwa Anko J Masimulizi. Asante na kwaheri.